Karibu msikilizaji katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu nzuri iitwayo My Wife is a Drug Dealer. Katika sehemu ya 4 tulikuwa tumeishia pale ambapo tulikuwa tuko na Jamila kule katika vila moja huko nchini Kenya. Ni baada ya kutoka kuongea na mtaalamu Damigo na kumtangazia vita ya wazi wazi kwamba ameamua kuiweka Tanzania katika mkono wake na kusababisha mauaji na usambazaji mkubwa wa madawa kulevya. Alikuwa ameingia msaidizi wake kwa anamuuliza, "Unadhani muda sahihi wewe kuwa rais wa Tanzania bosi?" Naweza nisiwe rais, lakini kama hili likishindikanika nahitaji rais wa sasa au wawe kisha pale Ikulu nimweke mtu wangu ambaye naweza kumwamini. Sitakuangusha kwenye hili bosi. Najua Jackson uweze kuniangusha na ndio maana upo na mimi hapa. Wale watu wako ambao ulikuwa unahitaji waletwe washafikishwa hapa tayari. Umeweka eneo usikae. Ndio bosi. Sasa hawa wanatakiwa kwenda kuwa mfano kwa wapuuzi wengine ambao wananiletea upuuzi wa namna hii. Wakenya niliwaambia kama wakijaribu kucheza na mimi nitaligeuza taifa lao kuwa sehemu ya umwagaji wa damu. Nadhani natakiwa kuonesha mfano kwa hawa mawaziri wao na ndipo wataelewa nini nilikuwa namaanisha. Jamila hakuwa yule tena. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na roho ngumu kupita kiasi. Kuwa na pesa nyingi kulimtengeneza kuwa kwa namna mbaya sana ambayo ilikuwa inaenda kuwafanya watu wengi kujutia kuzaliwa kwenye zama moja na mwanamke wa namna ile. Chumba kikubwa kilikuwa na nafasi kubwa, viti vitatu vilikuwa vinatumika kuwafungia waheshimiwa watatu ambao walikuwa hapo kwenye suti zao, huku kiti kimoja kizuri zaidi kikiwa mbele yao. Ndicho ambacho mwanamke alienda kikalia huku akiwa anahitaji kupewa silaha kwenye mkono wake, ambapo alipewa bastola na yule msaidizi wake Jackson. Niliwapatia taarifa kupitia watu wangu kwamba ule mradi mimi kujenga zile estates ambazo nilikuwa nahitaji kuzitumia kama sehemu sahihi ya kusambazia dawa zangu za kulevya na kutakatisha fedha, hamkutakiwa kuzuia kufanya kazi, ila nyie mkajifanya kuwa wazalendo zaidi ndani ya taifa hili baada ya kupata fununu kwamba mtu ambaye alikuwa anahitaji kufanya mradi wa mabilioni ya namna ile alikuwa sio Mkenya. Hivyo mkaamua kuzuia usifanyike. Ukweli ni kwamba hamkuwa mnajali kuhusu uzalendo, bali mlitaka ule mradi mpewe nyie watatu kwa makubaliano ya kuja kugawana faida ambayo ingepatikanika. Lakini kabla ya kuwaza upuuzi wa namna hiyo, mlitakiwa kwanza kujiuliza kwamba ule mradi ulikuwa unasimamiwa na nani na kwa sababu zipi ulitokea sehemu kama ile. Hamkujali kuhusu hilo kwa kuwa mliamini hizo nafasi zenu zinaweza kuwalinda. Ila jambo la pili mlitakiwa kuwaza ili ni pesa kiasi gani ambazo mimi nimezitumia mpaka nikafanikisha ule mradi kuja kwenye mkono wangu. Na wamiliki wa bunge zaidi ya 70% ndani ya bunge la Kenya. Kuna mawaziri ambao wanalipwa na hawajui anayewalipa ni nani, ila wanaheshimu mipaka ambayo wamewekewa. Ila kwa bahati mbaya nyie hamkujali hiyo. Mliwaza tu uwaziri wenu na hizo nguvu za kisiasa, mkasahau kuelewa mchezo kwamba kuna watu wana nguvu kuliko hata hiyo siasa. Kama mngewapa nafasi vijana wangu kuwasikiliza na mkafikia makubaliano, hata mimi pesa ningewapa, nilikuwa tayari kabisa kuwapatia. Maana nina pesa nyingi mpaka zingine sioni kazi ya kuzifanyia. Ila kulazimisha kukutana mimi ni jambo ambalo haliwezi kuwafanya mkawa salama, kwa sababu hamtakiwi kunifahamu kwa sura mimi, na wote hapa mmeiona sura yangu, lazima mfe. Ikawa ni somo kwa wengine baada ya milioni kuokotwa kwenye mito ya Majuko. Aliongea kwa sauti kali huku akimiminia mwanaume yule wa kwanza risasi zote ambazo zilikuwepo kwenye ile silaha ambayo alishika kwenye mkono wake, kisha kahitaji msaidizi wake ampatie silaha nyingine. "Tafadhali usitue, tupote." Tulikuwa tumeishia hapo msikilizaji wangu katika sehemu ya 4. Tune pamoja basi katika sehemu ya 5 kujua nini kiliendelea. Familia Babuya ndo mtunzi wa simulizi yetu, director kutoka Simulizi Mix ambaye anakusimulia. YouTube channel Simulizi Mix, WhatsApp ni 0677062012. Tunaendelea na simulizi yetu tamu kweli kweli inayokwenda kwa jina la My Wife is a Drug Dealer, kwamba mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Tafadhali usitue, tupote. Yule wa pili kabla hajamaliza nasi yake alipigwa risasi 12 sehemu zake za siri, na muhusika alikuwa ni Jamila mwenyewe, ndiye alikuwa anafanya hiyo kazi. Yule aliyekuwa amebakia mwenyewe alikuwa analia. Hakuwa ametoa sauti yoyote zaidi ya kutia huruma, maana alitambua hakuwa na namna ya yeye kuweza kuishi kama wengine tu. Mimi na wewe tunaweza tukafikia makubaliano ya mwisho kama utakuwa na sababu ya msingi ya kunishawishi nikupe nafasi nyingine ya maisha. Ni kitu gani ambacho nahisi kwamba kinatakiwa kukufanya wewe ulione jua la siku ya kesho mtei? Najua tumegongana kwenye maslahi, ila naamini hata kama ungelikuwa sisi kwenye nafasi yetu ungefanya yale ambayo tumeyafanya. Hivyo sina cha kukushawishi kwa sababu najua huwezi kuniacha hai kwa lolote ambalo litaendelea hapa. Mimi ni mwanamke mwenye huruma kali sana kwenye haya maisha. Hata kama mtu ana sababu za msingi za kunishawishi niweze kumpatia nafasi nyingine ya maisha, nadhani hata Mungu anataka watu tuishi hivi. Watu namna yako linapokuja swala la pesa waga mnaga roza kibinadamu, japo sikuwa naamini kama nyuma haya mambo yupo mwanamke. Kwa sababu naamini mwanamke ni dhaifu, sio?
Ndio. Kuna somo moja kubwa ambalo nataka kukufundisha ulimwengu kuhusu wanawake. Ni asili tu ya historia ndio ambayo ina mbana mwanamke, ila mwanamke anaweza kuwa binadamu mwenye nguvu na hatari kuliko hata wanaume mnaokesha kuwapatia sifa ambazo hata wastahili. Na hadithi ya maisha yangu ni mfano wa jambo hilo. Nilijifunza kwamba njia rahisi kwenye haya maisha kuwa na nguvu ni kuwa mvumilivu na makini kujifunza kila ambalo linakuwa linafanywa na wale ambao wanakuzidi. Mimi niliishi kama mke wa mtu kwa karibia miaka 7 na asibu mkuu wa taasisi kwa miaka zaidi ya 10, na hiyo miaka nilijifunza mengi kuanzia uongozi, namna ya kuwatawala watu, namna ya kuwa mtu hatari, namna ya kufanya biashara kubwa na mtu yoyote yule bila kuwa na hofu. Lakini siri kubwa ya utajiri ni kuwa na roho mbaya na mtu mkatili kama hivi, na ndipo dunia itakupa heshima ambayo unahisi unastahili. Maisha ya kuwa na pesa ni maisha magumu sana, hususan kwa mtu mzito kama mimi, kwa sababu kila mtu anakuwa anaitamani nafasi yako. Hivyo ili uhakikishe hakuna ambaye anawaza hata kukupindua, unatakiwa kuwa na sheria kali ambazo zikivunjwa hata kwa bahati mbaya, hakikisha kwamba haumsamehi mtu yote yule. Unaua mbele ya wenzake ili wajifunze kwa njia ngumu. Na ndio maana mimi hapa ni mwanamke, ila hakuna mwanaume hata mmoja kwenye mzunguko wangu anayeweza kuwaza kunisaliti ama kunipindua, kwa sababu anajua nini ambacho kitafuata baada ya hapo. Hizi ni baadhi ya siri ambazo naishi nazo mwenyewe, lakini siri kubwa zaidi ni kufanikiwa kuwatengeneza watu kadhaa wenye sura kama yangu. Hivyo kama ni sehemu ya hatari na inahitajika uwepo wangu, wanaenda vijana wangu ambao ukiwaona unaweza kuhisi ni mimi mwenyewe. Na ndio maana kunipata limekuwa ni zoezi gumu, na sina imani kama kuna mtu atafanikiwa. Bwana Mtei. Jamila alinyanyuka kwa nguvu na kuchomoa bastola 2 kwenye kiuno cha Jackson, akampiga Bwana Mtei risasi 24, kisha akazitupa zile silaha. Safisheni mizoga hiyo. Jamila alikuwa na roho mbaya kupitiliza. Baada ya kumalizana na hao watu wake, alitoweka humo ndani, huku msaidizi wake akiwa anawapa maagizo walinzi kuweza kusafisha eneo lile ili liwe kama hakuna kitu hata kimoja kilichofanyika. Nazitaka kumbukumbu zangu. Kilindoni Mafia. Kilindoni ni mji mkuu wa wilaya Mafia ambayo inapatikanika ndani ya mkoa wa Pwani. Barabara ya kuelekea kisimani ambako yalikuwa makazi ya Waswahili wa zamani ndani ya pwani ya kusini mwa Tanzania kwenye bahari ya Hindi, ndiko ambako kulikuwa kuna nyumba moja ya kifahari ambayo ilizungukwa na minazi na miti mingi mizuri ya asili. Ni sehemu ambayo alikuwa anaishi mtu ambaye hakutaka kelele za jiji wala kusumbuana na watu. Ni mtu ambaye alionekanika kuwa na uhakika na kila ambacho alikuwa anakifanya. Kilomita 150 ambao ni umbali wa takribani masaa 4 ndio ambao aliutumia Damigo Keni Mgwasi kuweza kusafiri mpaka ndani ya kisiwa hicho ambacho kina historia nyingi za kale. Ni yeye ambaye alikuwa amesimamisha gari yake umbali kadhaa kutoka ilipokuwa ile nyumba ambayo ilikuwa kwenye mazingira safi. Alishuka kwenye gari akawa amevaa suti safi ambayo ilimpendeza na kumkaa vyema, na hata kama kuna mtu ambaye angemwambia bwana yule alishuka kwenye gari akawa amevaa suti safi ambayo ilimpendeza na kumkaa vyema, na hata kama kuna mtu angekuambia bwana yule alikuwa ni muuaji, huenda ungekuwa ni mtu wa kwanza kuweza kumtetea, ila anga lilikuwa na siri zake nyingi sana. Ni kwa vile tu alikuwa na uwezo wa kuyaongea mengi ambayo aliyapoteza kwa mfano wa hewa. Alitembea mpaka kwenye ile nyumba ambayo alifungua geti dogo la miti ambalo lilikuwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa. Akaingia ndani ambako kulipendeza. Kila kitu kilitengenezwa kwa ufasaha mkubwa sehemu yake, huku taa ambazo zilikuwa zikizunguka jumba lile zikipendezesha ile sehemu kwa ustadi mkubwa. Aligonga mlango kistaarabu ambapo alisubiri kwa dakika 15. Baada ya kugonga mara 4 mfululizo ndipo akasikia hatua za mtu ndani, alafu baada ya muda zile hatua zikaja kupotea, kukawa kimya sana. Dr. Fred, tafadhali fungua mlango kwa sababu sijaja hapa kwa ubaya, bali nahitaji msaada wako. Baada ya kutoka ile mlango ulifunguliwa ambapo alikutana na bwana yule wa makamo akiwa na wasiwasi. Hofu yake iliongea kwa namna jasho lilivyokuwa limezidi kumtoka bila mpangilio, wakati ile sehemu ilikuwa na upepo safi tu. Nahitaji mimi na wewe tuweze kukaa kama wanaume na tuzungumze, maana na uhitaji sana msaada wako Dr. Naheshimu kukuona na nafurahi wewe ni uko hai, ila sina kitu naweza kukusaidia. Ni kweli mimi sipo sawa na mke wangu baada ya kugundua mambo ambayo alinifanyia baada ya mimi kuwa kwenye hali kama ile. Ila kuanzia muda huu sina uhakika kama familia yangu itakuwa sawa, na sio familia yangu tu bali taifa zima, kwa sababu kuanzia kesho huenda ukaanza kusikia taarifa za watu kuuawa kila sehemu ndani ya Dar es Salaam.
Inanitegemea na wewe sasa, kwa sababu siwezi kufanya jambo lolote lile bila kujijua mimi ni nani. Maana nahitaji kujua naanzia wapi kufanya haya, kwa sasa hivi nahisi kama vile naishi ndani ya mwili wa mtu mwingine. Yale maelezo yake ambayo yalionyesha anamaanisha anachokisema yalimfanya mzee yule kumtaka aweze kumfuata, ambapo waliingia kwenye nyumba ndogo ambayo ilikuwa pembeni ya ile kubwa. Ile nyumba ilikuwa ni sehemu safi ya kuweza kukaa, na kwa mbele yake aliwasha moto ukao unawasaidia kupata joto mle ndani bila tatizo. Kabla ya mimi na wewe kuanza mazungumzo haya, kwanza nahitaji kukuambia yale ambayo yalitokea mpaka wewe kaishia kwenye hali hiyo, kwa sababu sidhani kama unapaswa kuwaza kumchokia mke wako. Maana maamuzi ambayo aliyafanya, hata ningelikuwa kwenye nafasi yake, ndio maamuzi ambayo ningeyafanya pia. Damigo alikuwa na hamu kubwa ya kuweza kujua uhalisia wa maisha yake, kwamba yeye alikuwa ni nani, hivyo alikuwa makini kumsikiliza mzee yule ambaye alijipanga kumpatia fununu juu ya maisha yake. Machaguo ambayo mimi nilimpatia ni kwamba alikuwa anatakiwa kuchagua moja kati ya haya mambo mawili. Kwanza ni kuruhusu mimi nikufanyia operation, ila baada ya kupona kungelikuwa kuna uwezekano wa kuja kupata ugonjwa wa akili. Na kama sio hivyo, basi ingewezekanika ukawa unapata maumivu makali ya kichwa kama ungelikuwa unakumbuka yale yaliyokuwa yametokea. Hapo nitakutambua kwamba mbali na hilo pia hakukuwa na uhakika kama wewe ungeweza kunyanyuka tena baada ya kuingizwa kwenye kile chumba, hivyo ilikuwa ni 50 kwa 50. Jambo la pili ndio hilo ambalo nilimwambia, ni kuruhusu kufuta kumbukumbu zako, hali ambayo ingekufanya uweze kuwa mpya kabisa kama ndio kwanza unazaliwa. Jambo ambalo hata yeye aliweza kuliunga mkono na kwenda nalo moja kwa moja, kwa sababu ndilo chaguo ambalo kwa wakati ule lilionekanika kuwa sahihi. Unahisi kama ungelikuwa yeye, ungechagua uamuzi upi kabla ya kumlaumu mkeo? Siku ambayo nileta hospitali alikuambia mimi ni mumewe? Ndio, kwani sio mkeo? Ni mke wangu. Kwa hiyo kabla ya kuendelea nilikuwa nahitaji usiweke kinyongo kwa yule binti, kwa kuwa hakuwa na jambo jingine ambalo angeliweza kulifanya kwa wakati ule zaidi ya hiki ambacho alikifanya, bali unatakiwa kushukuru kuwa na mwanamke shupavu kama yule, kwa sababu kwa hali ambayo ulikuwa nayo hata mimi kama daktari nilikuwa nimekukatia tamaa kabisa, lakini yeye hakufanya hivyo. Bali alikuwa analala nje kwenye benchi pale bila hata kujali wingi wa mbu ambao walikuwa wakimmezea mate nyama zake za mwili. Unaweza kunisaidia kuhusu hili? Jambo pekee ambalo mimi naweza kukusaidia, kwa sababu sijui historia ya maisha yako, ni kukurudishia kumbukumbu zako. Unaweza kulifanya hilo? Ndio. Ila itachukua muda wa masaa 24 wewe kuweza kuamka tena na kurudi kwenye hali yako ya kawaida ambayo ni sawa na siku nzima. Ila kabla ya kuweza kufanya hili zoezi, nahitaji kwanza kuweza kujua umefanikiwaje kujua ni wapi ambapo mimi nipo. Maana nimekuja kujificha huku baada ya muda mrefu kupita, nikiwa nina imani kwamba hakuna mtu angekuja kunipata tena, kwa sababu sikutaka kuhusika na hayo mambo baada ya mkeo kuja kunirudia tena baadaye na kunisitiza kwamba nilitakiwa kuficha siri ya kukutibia wewe kani. Kama kuna mambo yangeweza kufikia kwenye mikono ya baadhi ya watu, huenda ningekuja kuipoteza familia yangu yote. Kuna siku niliwahi kutajiwa na mke wangu jina la hospitali ambayo nilitibiwa, hivyo mara ya kwanza sikuwahi kufikiria kama kuna uhusiano mkubwa kati yangu na hiyo hospitali, mpaka ambapo haya mambo yameanza kunitokea, na ndipo nikawaza huenda kuna jambo la muhimu ambalo nilikuwa nalipozea kwa muda mrefu, na ndipo nikaamua kwenda kufuatilia pale kuanzia tarehe na mwaka ambao operation yangu ilifanyika. Haikuwa rahisi, kwa sababu kila mtu alikuwa anasema daktari ambaye alihusika na tukio hili alikuwa ameshaacha kazi na kupotelea kusikojulikana. Na ndipo nikaanza kufuatilia hatua ya kwanza kabisa, kuanzia ulipokuwa unaishi. Kwenye moja kati ya nyaraka zako nilikuta kuna picha ya hii nyumba, nadhani kwa bahati mbaya haukukumbuka kama kuna ishara ya namna hii, kama kuna ishara za namna ulifanikiwa kuziacha. Kuanzia hapo ndipo nimefuatilia kwa umakini na kugundua upo hapa, hivyo kukupata haikuwa rahisi, na kama ni mtu ambaye hakuwa na dhamira ya kweli nisingeweza kukupata wala kujua kama upo eneo kama hili ambalo umeamua kukaa nje ya mji na kutokujihusisha kabisa na mambo yote ambayo yanaendelea kwenye majiji makubwa. Naelewa kwa nini unahitaji kuweza kurudishwa kumbukumbu zako. Mimi kama daktari kuna mambo ambayo nimeyafanya kwenye maisha yangu na sijivuni, ila ilikuwa ni sehemu ya kazi yangu. Moja kati ya majuto makubwa kwa kila daktari ambaye ana ndoto kubwa ni kuona mipango yake na faili hospitalini, hasa kumfanya mgonjwa afe mbele yake, lakini mwisho wa siku kila kitu anapanga Mungu. Hivyo jambo ambalo hajaamua yeye liweze kufanyika, hakuna namna unaweza ukalifanya jambo namna lifanikiwe kwenye haya maisha. Nadhani nafasi ya mwanadamu waga inaishi hapo. Nilipotambua ulikuwa ni mtu hatari kwenye maisha yako, na yale maneno ya mkeo ambaye baadaye nilikuja kugundua ni mkurugenzi wa usalama wa taifa, niligundua na dili na mtu hatari ambapo huenda wangekuja kufanya nipoteze familia yangu yote, jambo ambalo sikuwa tayari kuona likiwa linatokea. Kama unavyoelewa, kwa mwanaume
mwenye familia, jukumu ambalo linamfanya yeye kuwa haini kuipambania familia yake. Na ndio sababu ambayo ilinifanya jumla nikaamua kukaa mbali na haya yote, kulinda familia yangu, na nina imani unanielewa katika hilo. Ukinisaidia kurudi kwenye hali yangu ya kawaida nitakushukuru, na ndilo jambo pekee ambalo mimi nalisubiria kutoka kwa Mr. Alfred. Yale mazungumzo yao ambayo yalichukua muda wa kidogo yalihitimishwa na Dr. Alfred kumtaka Damigo amfuate kwenye chumba kingine ambacho kilikuwa na ngazi kushuka chini. Alifunga milango yote kila sehemu. Huko chini ilikuwa ni kama hospitali ambayo ilikamilika. Kulikuwa na mitambo mikubwa ya kuweza kuhudumia mtu yoyote, hata kufanya operesheni. Alimtaka mwanaume huyo aingie kwenye mtambo mkubwa zaidi, zoezi lao ambalo lingechukua takriban masaa 24 liweze kufanyika. Masaa 23 na dakika 35. Nyakati zilikuwa zinakimbia, masaa yalikuwa yanasonga kwa kasi kubwa. Zilikuwa zimebakia dakika 25 tu pekee ili zoezi liweze kukamilika la kumrejesha Damigo kwenye hali yake ya kawaida. Ndipo likatokea jambo la kushangaza na la kutisha sana. Dr. Alfred alikuwa anapima na kuhakikisha kila kitu kipo sawa kwenye ile mashine ambayo Damigo alikuwa anahifadhiwa ndani yake tangu jana yake. Alisikia alamu ikiwa inapiga kwa sauti ya fujo, kana kwamba kulikuwa na jambo la dharura ambalo lilitokea kwa wakati ule. Hali hiyo ilimlazimu kuweza kusogelea kwenye kamera za nje kujua ni jambo gani ambalo lilikuwa linatokea upande wa nje. Alishangazwa na alichokuwa nakiona. Hakuwa naamini kama kweli inamtokea yeye. Kuna wanaume ambao walikuwa hapo kwenye mavazi meusi na barakoa zao wakiwa na silaha kubwa, huku pembeni kukiwa kuna mkewe mpenzi na watoto wake wawili. Ilikuwa ni ghafla tu mwili wake ukabadilika. Alianza kutokwa jasho kila kona ya mwili wake, huku akiwa anameza mate mara mbili. Aliutazama mwili wa Damigo ambapo mpaka wakati ule haukuwa kwenye fahamu zake. Alitazama saa yake, ilikuwa inasoma kama muda umeganda, hautembei kabisa, kwani alitamani hata kama jambo la hatari namna ile lingetokea, lilikuwa linatakiwa kutokea kila kitu kikiwa kimeshamalizika, ila dunia ilikuwa na mipango tofauti na ile ambayo yeye alikuwa anaipanga. Unatakiwa kutukabidhi huyo mtu ambaye upo naye humo ndani, Dr. Alfred, vinginevyo utashuhudia familia yako ikiwa na uwawa yote hapa. Ilikuwa ni sauti ya mamlaka kutoka mwanaume ambaye kwenye mkono wake alikuwa ameshika kipaza sauti. Akiwa amehamaki bado, aliona kitu gani anatakiwa kukifanya. Maswali ambayo alikuwa anajiuliza ni mengi mno, ila swali kubwa lilikuwa ni wapi watu walikuwa wamezitoa taarifa za kujua yeye alikuwa wapi muda huo. Na ndipo alijikuta akiwa anawatizama kwa umakini zaidi. Alichokiona kilimnyong'onyesha mwili. Akajikuta anakaa kwenye mashine moja akiwa ataamini. Jessica, alitamka kwa uchungu na hasira kali ndani yake. Jessica alikuwa ni mwanamke wake ambaye alikuwa mpango wa kando ukiacha mkewe. Kumbukumbu zake zilimpeleka mbali, akakumbuka namna jinsi alivyokuwa amekuja kuingia kwenye mahusiano na mwanamke huyo pindi mkewe alipokuwa anamsumbua kwenye ndoa yao. Hivyo Jessica akawa ni sehemu kubwa ya furaha yake. Ile furaha ambayo alikuwa anaipata kwa mwanamke huyo ndio ikamfanya kumwaga siri nyingi sana kwake, hadi mipango ambayo alikuwa nayo upande wake. Hivyo alikuwa ametambua mwanamke huyo ndiye alikuwa ameuza mchezo kwa watu wao. Akiwa anawaza kitu gani kuja kumfanya mwanamke huyo, alishuhudia mwanaume yule ambaye alikuwa na kipaza sauti kwenye mkono wake akimgeukea Jessica na kumpiga risasi ya kichwa. Jambo hili lilimshtua kuona watu wale walikuwa na maanisha yale ambayo walikuwa wanayasema muda ule. Hivyo alikuwa anapaswa kufanya maamuzi magumu kati ya Damigo na familia yake. Dr. Alfred, nina uhakika umeona kwamba tumemua malaya wako ambaye ndiye aliyetupatia taarifa kwamba kuna mtu alienda kukuulizia habari za mtu ambaye alifanywa matibabu miaka mingi nyuma, ambaye bila shaka ni Damigo mwenyewe. Hivyo akatusaidia pia kuweza kukupata wewe unapoishi na familia yako. Natumai hili litakuwa ni somo kwa mkeo na wanao ambao kwa sasa hivi ndio ambao wanaenda kufuata baada ya hapa. Je, upo tayari kuipoteza familia yako kwa ajili ya mtu ambaye hata haujui ni nani? Amefanya nini kwenye maisha yake? Kumbuka, hata baada ya kuua familia yako wote tutawapata huko chini, ila tunaweza kulifanya hili kwa amani kabisa. Unaweza ukatukabidhi huyo mtu kisha sisi tukakuacha wewe na familia yako, ila vinginevyo hakuna kitu utakachokiokoa na utaishia kuwa baba wa hovyo kwenye historia ya maisha haya. Fanya jambo la maana kwa ajili ya familia yako baada ya kuwaingiza kwenye haya matatizo kwa muda mrefu. Daktari alinyanyuka kama mtu ambaye hakuwa sawa akili yake. Alisogea mpaka kwenye ile mashine akawa anataka kuizima, ila wakati anakaribia karibu na hiyo mashine yake mkono ulikuwa unatetemeka. Kwa wakati ule alikuwa na maamuzi ya mwisho juu ya nini kimtokee mwanaume huyo. Alikumbuka namna jinsi bwana huyo alivyokuwa amemwamini mpaka kumkabidhi saa 24 za mwili wake, akasita kufanya ile maamuzi yake. Aligeukia kwenye kamera na kuitazama familia yake, akaanza kulia. Alikuwa kwenye wakati mgumu mno. Daktari alitazama saa yake, zilikuwa ni dakika 20 mpaka zoezi liweze kukamilika. Hivyo muda haukuwa rafiki kwa upande wake.
Aligeukia tena kwenye ile mashine na kugusa batani ya kuzima, ila alijipa muda tena akiwa na hofu. Hajajua mazala ya kugusa ile batani yake. Kila kitu kingeenda kinyume na ilivyokuwa inatakiwa kuwa. Yaani Damigo asingeishia tu kufutiwa hata kumbukumbu za wakati huo, bali kulikuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuwa na ugonjwa wa akili, kupooza ama kufa moja kwa moja. Hivyo daktari aliona jambo hilo lilikuwa linaenda kuleta matatizo makubwa mno, ukizingatia mwanaume huyo alikuwa ni mume wa ndoa wa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Hivyo usalama wake ungekuwa ni sifuri hata baada ya hapo. Alitambua hata kama angefanya vile wale watu wanataka, bado isinge kwa sababu ya wao kumwacha akiwa hai, bali wangemuua na familia nzima. Alirudi kwenye zile kamera na kuzipasua, kisha karudi kwenye mitambo ya kamera hizo, akaizima mpaka baadhi ya taa ambazo zilikuwa zinawaka kwa nje zikazima. Baada ya kuona hilo, yule mwanaume ambaye alikuwa na kipaza sauti akamfuata mke wa daktari pale chini, ambapo alikuwa analia kwa sauti ya maumivu makali na kuomba watu hao waweze kumwacha. Naona mumeo kaamua kukuuza wewe na watoto. Amemchagua mtu mwingine dhidi yenu, na kama mke wake unajisikiaje kufanywa jambo kama hilo na mwanaume ambaye ulichagua kuzeka naye? Maneno ya kejeli yalikuwa yamefuatiwa na bwana yule kutoa amri yake kwa vijana wake kuwatoa wale watoto ambao walikuwa wanalia kwa sauti kubwa. Alimpiga risasi ya tumbo mke wa Alfred tumboni, kisha akamnyoshia bastola yake kichwani, kisha akacheka sana. Lakini nikisema na kuwa kwa sasa hakutakuwa na maana, kwa sababu hatapata maumivu ambayo anahitaji aweze kuyapata. Hivyo nitasubiria mpaka aletwe huku nje, ndipo niweze kukuua wewe na watoto, akiwa anaona kwa macho yake. Kauli yake ilisindikizwa na kuwataka vijana wake waanze kuvunja ile nyumba milango, sehemu ambayo yeye na mgonjwa wake walikuwepo. Baada ya dakika 20, ile mashine ambayo ilitumika kumhifadhi Damigo ilipiga kelele na kutoa mwanga wa kijani. Alisogelea akiwa mnyonge kutazama ambayo alikuwa anaendelea. Aliangalia kwenye kompyuta, akawa anaona vitu vinapita kwa kasi kubwa mbele yake. Alitazama saa yake huku akiwa ameishikilia ile mashine. Ghafla Damigo alifumbua macho yake akiwa na hema kwa nguvu, kama mtu ambaye alikuwa anaota ndoto na kukimbizwa na mtu. Alitulia kwa dakika 5 akiwa amelala pale pale mpaka machozi yalipoanza kumtoka, ndipo daktari Alfred alikuwa amefungua ile mashine. Mimi kazi yangu imeishia hapa. Nadhani sasa unajijua wewe ni nani, ila sina muda wa kuanza kukaa na wewe hapa kujadili kuhusu kumbukumbu zako, kwa sababu napaswa kwenda kuisaidia familia yangu. Ile kauli kamshtua Damigo ambaye bado alikuwa kwenye mshangao mkubwa wa kuyaozia maisha yake na kumbukumbu zote ambazo zilikuwa zimerudi na kupita kwenye akili yake. Nini kimetokea? Ilikuwa ni sauti nzito kutoka kwa Damigo, ambaye sauti hadi macho yake kwa wakati ule vilikuwa vimebadilika kwa ukubwa, kama macho yalikuwa mekundu kabisa. Kuna watu ambao wamekuja hapa dakika 25 ambazo zimepita. Wameiteka familia yangu, na ili kukuachia walikuwa wanahitaji mimi nikukabidhi wewe kwao. Na umechagua kunilinda? Ndio. Kama daktari nisingeweza kuisaliti taaluma yangu kumkabidhi mgonjwa wangu kwa watu waende kumuua. Damigo alikuwa amemsogelea daktari na kumpiga begani. Nashukuru sana kwa mara nyingine kwa kufanikiwa kuyalinda maisha yangu, kwa sababu ulikuwa na nguvu ya kuweza kuniua hapa, na nisingejua lolote lile wala nisingekulaumu hata kama ningejua, kwa sababu ulikuwa unaenda kuilinda familia yako. Ila kwa hili ambalo umelifanya, naahidi nitalinda maisha yako na familia yako kwa namna yote ile ambayo nitakuwa na uwezo nayo, dokta. Na kwa hilo. Lakini sina imani kama watakuwa hai mpaka sasa, kwa sababu nahisi wapo kujaribu kuvunja mlango wa kuingilia huku chini. Ila ni ngumu kwa kuwa ni milango ya shaba na inafunguka kwa miale tu ya umeme ambayo inapatikana nikiweka mkono wangu. Hivyo niliharibu kamera ili nisione ambayo wanaitendea familia yangu. Naweza kuhakikisha familia yako ipo salama mpaka muda huu. Yaani dakika karibia 30 zimepita. Una uhakika gani na hilo? Kwa sababu nimefanya kazi tahadhari kuliko hizi ambazo wao wanazifanya. Watu wa namna hii wanahitaji kuwa na kitu ambacho kinaweza kukupa hofu wewe na kukufanya utii yale ambayo wanakuwa wanayasema, na hicho kitu kwako ni familia. Sasa kama wakiua familia, utakuwa na kipi kingine cha kupoteza? Unamaanisha familia yangu itakuwa salama? Naenda kukupatia familia yako na nitakupa msaada mkubwa, ila sina uhakika kama mimi na wewe tutakuja kukutana baada ya hapa. Naomba simu yako. Daktari alikuwa anatetemeka wakati anaambiwa mambo yale. Hakuwa na imani kama kweli familia yake ingeenda kuwa salama kutokana na yale mambo ambayo yalitokea pale, ila hakuwa na namna zaidi ya kuitoa simu ile kwenye koti la utabibu. Damigo alipokea na kuingiza namba kadhaa kwenye ile simu. Simu iliita kwa muda mfupi, kisha wakati inapokelewa iliwekwa loudspeaker, wote wakawa nasikia. Mheshimiwa Rais. Damigo kuita vile kulimtisha daktari. Yale sio maisha ambayo yeye alikuwa ameyazoea kuweza kuyaishi, hivyo alimanusura aweze kukimbia aliposikia sauti ya rais. Ni nani wewe? Damigo Ken Mgosi. Ni wapi po Damigo? Mimi na wewe tunahitaji kuonana.
Hata unatambua hilo halitawezekana kwa sasa mimi na wewe kukutana. Unamaanisha nini kuniambia haiwezekani? Nadhani na wewe ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanahitaji niishi kwenye dunia ya uongo baada ya mimi kuwatendea hisani kubwa sana ambayo ilikuwa inaenda na maisha yangu, ila hamkujali hilo, mkaamua kunitengenezea maisha mengine ambayo hayakuwa ya kwangu. Na bila kujali mkaniozesha kwa mwanamke mwingine kwa sababu tu mliona mimi sifai kujichagulia maisha yangu. Na niliwahi kukupa nafasi kwamba nikimaliza niache na maisha yangu, nataka nikaishi sehemu kwa amani Tadilo. You know this. Kwa nini mlimfanyia haya? Mkeo alifanya maamuzi ambayo alihisi ni sahihi kwako Damigo. Binafsi naona ni maamuzi bora kwa kuyafanya. Shut the fuck. Mtu ambaye unajua nini bora na nini sio bora kwangu huwezi kabisa kunifanyia ushenzi. Nadhani nilipaswa kuacha The Globe wa kuue mshenzi mkubwa wewe. Na kuahidi ili wote mtalipa, lakini sio sababu ambayo imenifanya mimi nikakupigia simu kwa wakati huu. Yule daktari ambaye ndiye alinifanya nisiwe na kumbukumbu ndiye ambaye kwa sasa hivi nipo naye hapa. Ametoka kurudisha kumbukumbu zangu, hivyo naweza kukuambia mimi sio yule tena ambaye mlikuwa mnaniendesha kama mtoto wenu. Anaishi Mafia kwa sasa hivi, na muda huu kuna watu wa Jamila wamemvamia hapa nyumbani kwake ambako mimi nipo. Hawa naenda kuwaua wote, ila Wahini kwa sasa kuja kuwasaidia hao kwa sababu huenda kuna matatizo yatawatokea wapendwa wake. Huyu ni mwananchi wako na daktari mkubwa mno hapa nchini, hivyo na maanisha ninaposema kwamba nahitaji msaada ndani ya muda mfupi. Unaweza kudukua hii namba ukajua iko wapi kwa sasa, na kama litatokea tatizo lolote kwa familia yake nitakuua mwenyewe Tadilo. Alikata ile simu, hali ambayo ilimfanya daktari kubaki anamshangaa bwana yule. Alikuwa anaongea na rais kama anaongea na rafiki yake wakiwa wamelewa. Kuna mlango wa ziada ndani. Akiwa anaendelea kushangaa jikuta akiwa anaonyesha ule upande wa pili na kwenda kufungua ukutani ambapo palijificha sehemu ile ikafunguka. Funga hii sehemu kisha toka baada ya dakika 10. Hakusubiri maelezo mengine, mwanaume kama toka. Daktari akiwa bado anashangaa kwake, alikuwa anaona yale mambo kama ya ajabu na ukweli wa mambo yale kwa ule muda. Nje wale wanaume walikuwa wanaendelea kutindua tu ile sehemu na mashine ambazo zilikuwa zinatakiwa kutumia takriban nusu saa nzima. Mbona mnachelewa? Itachukua muda gani kumaliza hapo? Bado kama dakika 7 mkuu tuweze kumaliza. Fanyeni haraka kwa sababu muda hautusubiri. Muda sio mrefu, nina imani vyombo vya usalama vinaweza na havitakiwi kutukuta bado tukiwa na ile. Sawa mkuu. Walijibu wanaume wale wakiwa wanaendelea na kazi yao ambayo walikuwa naifanya pale. Kilisikia kishindo kutoka nje ya ile nyumba. Kuna mwanaume ambaye alikuwa amepigwa ngumi nyumba ya shingo yake mpaka ikavunjika vibaya sana. Alidako kabebwa kisha kabamizwa kichwa chake kwenye jiwe kubwa ambalo lilikuwa lipo karibu na mlango wa kuingilia kwenye ile nyumba. Ule mpasuko wa kichwa chake kwenye lile jiwe ulisababisha kishindo ambacho kiliwafikia mpaka ndani. Wote wakabaki wanashangaa kutojua nini kilikuwa kinaendelea, hivyo ikalazimika wanaume wawili kutumwa ile sehemu kujua nani alikuwa kule. Walipofika ile sehemu hawakuamini kama mwenzao ndiye alikuwa ameuliwa namna ile. Hivyo walikuwa wanataka kurudi ndani haraka kutoa taarifa, ila ile sehemu ambayo walikuwa wamegeukia haikuwa salama kwao, kwani Damigo alikuwa mlangoni ambapo alifunga mlango na kuwasogelea zaidi. Umbali ambao walikuwepo ulikuwa karibu mno, hivyo hata namna ya kurusha risasi haikuwa rahisi. Walizikunja silaha zao ili waweze kumshambulia. Waliona kivuli tu bwana mmoja alipojiangalia shingoni, damu tu ambazo zilikuwa zimetawala pale, hakukuwa na kitu kingine. Mwenzake aligeuka baada ya kutambua adui alikuwa amemzunguka. Akageuka kwake kulimfanya kukutana na visu 6 kwenye kifua chake. Akaanza kuhema kwa shida huku akiwa anarusha risasi bila mpangilio. Damigo aligeuza ile silaha kwa yule bwana ambapo zilimpata nyingi kichwani, akaanza kuvuja damu kwa wingi sehemu ile bila hata mpangilio maalum. Ile milio risasi ndio ambayo iliwashtua wale ambao walikuwa ndani, hata wale ambao walikuwa wanaendelea kutoboa ile sehemu ikawa lazima kuweza kuacha ili watoke kwenda kusaidia maana inaonekana kuna hatari kubwa kwa upande wao. Nendeni kisheni mnamuua huyo ambaye analeta taharuki sasa hivi hapa. Aliongea kiongozi wao ambaye alikuwa akiwaongoza vijana wake huku akiwa anamsogelea mke wa daktari pale chini ambapo alikuwa anaguna tu na kutetemeka kwa maumivu. Kuna mlango mwingine kwenye ile eneo. Alijua ingelikuwa ni ngumu kwa mwanamke huyo kuweza kutapika ukweli, hivyo alikuwa anaongea bastola akiwa ameelekezea kwa mtoto, hali ambayo ilimfanya mama huyo kujibu kwa kichwa kukubali swala hilo. Damigo alijibu akiwa na meza mate. Hesabu zake ni kwamba walikuwa wanatakiwa kumpata bwana huyo akiwa hayupo kwenye fahamu zake, kwani ingelikuwa rahisi zaidi kumfanya kile ambacho wangekitaka wao, ila kuruhusu yeye kuamka hapo. Hata yeye mwenyewe hofu kubwa ilikuwa imemjaa ndani yake, ikamlazimu kumtaka kijana wake mmoja baki ile sehemu. Watatu waliokuwa wametangulia walionana naye ana kwa ana. Walianza kushambulia kwa risasi nyingi, hali ambayo ilimfanya kurukia kwenye nguzo moja, risasi zikawa zinaishia kwenye nguzo hiyo.
Aliona wawili wakiwa wanahangaika kubadilisha risasi, huku mmoja pekee akiwa ndiye bado anaendelea kumimina risasi. Kisha karusha kile kisu chake kwa nguvu ambacho kilitoboa koromeo la yule mwanaume. Akateleza kwa goti kwenye ile tiles mpaka alimfikia bwana yule ambaye alimuinukia na kisha kaongezea upande ule ambako kulikuwa kuna wenzake ambao walikuwa wameanza kumimina risasi nyingi zilizomwishia mwenzao mwilini. Kisha kaivuta ile bunduki ambayo alikuwa nayo bwana yule akiwa anaitumia kama kinga. Aliwapiga risasi nyingi wanaume wale wawili mpaka wakafa wote. Alitupa kila kitu na kujibanza baada ya kusikia vishindo vizito vya mtu vikiwa vinakuja upande ule ambao yeye alikuwepo. Vishindo vile vilipitiliza mpaka mbele ambapo alionekanika bwana mmoja shupavu ambaye alikuwa ameshika bastola kwenye mkono wake. Bwana mdogo, huoni shida kuyatoa maisha yako na vijana wako kuja kunitafuta mtu kama mimi kwa sababu tu ya huyo malaya ambaye unaamini kwamba ni bosi wako? Yule bwana alisikia sauti upande wa nyuma yake. Alitambua alikuwa ameingia chuo cha kike. Kwa hiyo utani wako kunipiga risasi kisogoni kama mwoga na miguu? Ninaweka kama unalifahamu jina langu basi unanitambua vizuri kwamba siwezi kuua kijana dhaifu kama wewe kwa uoga namna hiyo. Vijana aina yako wanatakiwa kujifunza kwa namna ngumu. Kwa hiyo uliamini madogo kama hawa ambao hata kupigana wajui ndo ambao wangeweza kuniangusha mtu kama mimi? Damigo ukakana geuka, bastola yake ilikuwa ameishika kikamavu vilivyo. Alikuwa amepanga kumpiga risasi Damigo pindi ambapo angegeuka, ila kwa anajikuta akiwa amelenga hewa huku Damigo akiwa pembeni yake amekiweka kisu kwenye shingo yake. Tupa hilo toi mbali, nataka kuona ukijaribu kama mwanaume ambaye una akili zako timamu na sio kukimbilia silaha kukusaidia kama mama mjamzito. Ile bwana hakuwa na namna zaidi ya kuitupa ile bastola yake mbali. Damigo alimtaka aweze kutoa visu ambavyo vilikuwa viko kiunoni mwake. Alitishia na mabuti yake. Damigo akawa ameganda tu pale pale. Alitishia kwenda akiumbia pembeni. Vile visu vilizungushwa kwa weledi vikamkosa Damigo ambaye alinama chini akazungusha mguu wake mithili ya nge ambao ulitua kwenye paji la uso la yule bwana ambaye alikunja uso wake kwa maumivu makali ambayo aliyapata wakati ule. Alitembea mbele kwa hasira akakutana na mguu wa uso. Alirusha kisu chake kimoja akiwa amejawa na ghadhabu kubwa, lakini akikufua dafu, maana Damigo alikuwa anamkimbilia yeye alipokuwa. Alidunda mara mbili akajigeuza kwa sarakasi. Wakati bwana yule akiwa anakwepa mguu, alikutana na kisu cha shingo ambacho kilichomolewa haraka sana. Akiwa anashangaa, kifua chake kilichanwa vibaya, kisha kisu kikazamishwa sehemu za siri. Akaachwa pale pale. Damigo akawa anaendelea mbele ambako kulikuwa kuna familia ya daktari. Muda ambao alifika kule, alimwona daktari akiwa anatokezea kutoka kwenye ule mlango akiwa anakimbia kama amevurugwa. Alimwona mkeo akiwa chini na haha na watoto wake wakiwa wamemkumbatia kwa huzuni kubwa. Yule mlinzi baada ya kumwona daktari alimgeuzia silaha na kutaka ajiunge ile sehemu ambayo walikuwa watoto wake, lakini ule msimamo wake haukudumu baada ya kisu kuzama kwenye sikio na kutokezea upande wa pili. Daktari alinua macho na kumwona Damigo akiwa karibu na mlango. Daktari yule alienda kaibeba ile silaha na kummiminia risasi za kutosha bwana yule, kisha akamkimbilia mkewe na kuanza kumpatia huduma ya kwanza. Baada ya nusu saa kwa mbali ilisikika milio ya helikopta ikiwa inaelekea kwenye ile nyumba. Damigo alitazama juu na kumsogelea daktari. Mkeo atakuwa salama sehemu ambayo wamempiga risasi sio mbaya hivyo, usio na wasiwasi. Hiyo milio ni watu ambao wanakuja kukusaidia wewe na familia yako, na kuna uwezekano mimi na wewe tusije kuonana tena kwenye haya maisha. Hivyo naomba pokea karatasi kama asante yangu kwako. Mr. Fred pokea karatasi ndogo ambayo baadaye aligundua ilikuwa ni cheki ya benki. Alipotazama ilikuwa ni shilingi bilioni 1. Alihisi anaangalia vibaya zile tarakimu kwamba zilikuwa sahihi. Alinua uso wake aweze kumshukuru mwanaume akiwa na furaha kubwa, maana pesa ile ilikuwa inatosha kuyabadilisha maisha yake yote. Lakini ile sehemu ilikuwa ni tupu. Damigo hakuwepo. Akiwa anaendelea kujiuliza maswali mengi, alisikia mlio wa gari ikiwa inaondolewa kwa kasi kubwa eneo lile. Alisimama na kuinamisha kichwa chake ikiwa ni kama sehemu yake ya kutoa shukrani kwa yule mwanaume ambaye alikuja kwake kama ndoto ya usiku. Turudi kwa rais. Baada ya kupokea simu ya Damigo, mambo yalikuwaje? Mambo yalikuwa hivi msikilizaji. Baada ya Damigo kukata simu yake alipotoka kuongea na rais, mheshimiwa, simu yake iliunganishwa muda huo kwa mkurugenzi wa usalama wa taifa Rusiana Jimika. Najua na mambo mengi nashughulikia hususani ambayo yametokea siku ya leo usiku, ila nimepokea simu kutoka mume wako. Mume wangu mheshimiwa? Ndio. Kuna namba nimekutumia hapo sasa hivi, ipo Mafia. Unatakiwa kuidukua haraka sana na muende huko na helikopta za jeshi ambazo zitawafanya mfike ndani ya muda mfupi, alafu ukiwa angani nipigie simu. Simu ilikatwa. Wakalazimika kufanya haraka kuondoka kuwahi eneo la tukio, na kweli baada ya kupanda juu ya helikopta hizo ya jeshi ambazo zilikuwa zinakimbia kwa kasi kubwa sana, alimpigia simu mheshimiwa rais.
Kwa bahati mbaya mume wako amerejesha kumbukumbu zake. Ya hiyo haiwezekani. Yule daktari ambaye alikuwa anaweza kumsaidia hata mimi bado sijampata mpaka sasa hivi. Nadhani hiyo imekuwa ni bahati mbaya zaidi kwako kwa sababu hiyo sehemu ambayo mnaenda ndiko kwa huyo daktari mwenyewe. Unahisi atakuwa na kumbukumbu zote za mwanzo? Nina uhakika na hilo kwa maelezo ambayo ameongea na mimi. Sio mtu ambaye amepoteza kumbukumbu zake, bali ni mtu ambaye ana kumbukumbu zake zote. Kwa hiyo natakiwa kufanya nini mheshimiwa? Huyo ni mume wako. Wahi huko kwanza, japo sina uhakika kama utamuoa, ila nadhani inatakiwa atumike mwanao kuweza kumpata. Sijakuelewa. Unataka nirudie makosa ambayo amewahi kuyafanya Jamila ya kumteka Lili? Kama ndio njia pekee ya kuweza kumfanya mume wako akusikilize, haupo tayari kwenda nayo? Kwa sauti ambayo ameitoa kwangu mimi, sidhani kabisa kama itakuwa ni fursa kumtumia kama ulivyokuwa unasema wewe mwanzo, bali anaweza kuwa sababu ya haya matatizo kuwa makubwa zaidi ya haya ambayo yamejitokeza leo. Utanipatia taarifa juu ya yatakayojili huko. Nahitaji kuongea na mkuu wa majeshi. Ile simu ilikatwa na kumwacha mkurugenzi akiwa kwenye mawazo mengi. Kichwa kilikuwa kinamuuma mno. Siku alikuwa amepokea miili 15 ya watu ambao waliuawa kikatili sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam, huku madawa kulevya akiwa amekutwa kwenye mitaa kadhaa, tena vijana wadogo tokiwa wanatumia mtaani. Akiwa nazama kwenye mawazo mazito zaidi, alishtuliwa na mlinzi wake ambaye walikuwa wanajiandaa kutua, hivyo bosi wake alikuwa anatakiwa kujiandaa, na ndipo naye akakumbuka kwamba hakuwa amezingatia usalama wake. Baada ya kutua, lile eneo zima lilizungukwa na wanaume ambao walikuwa na silaha nzito. Waliingia kiongozana na mhudumu wa afya ambao baada ya kufika mlangoni walianza kukutana na miili ya watu ambayo ilikuwa inatisha. Rusiana alitazama ile miili na kusikitika. Alitambua ni kazi ya mumewe ambayo ilisababisha yale yote. Aliingia mpaka ndani, hali ilikuwa inatisha zaidi kuliko hata ilivyokuwa nje, hivyo akataka kuongoza sehemu ambayo alisikia madaktari wakiongea. Baada ya kufika kule, alikutana na Daktari Alfred akiwa ameshikilia mke wake, ila kwa wakati ule madaktari walikuwa wanamtaka asogee pembeni washughulikie jambo lile, maana hakutaka kufanya chochote zaidi ya kuwasubiri watu wao waweze kuitoa risasi. Mkurugenzi alimtaka mwanamume aweze kusogea pembeni waongee wakiwa wawili tu. Mheshimiwa, kama natarajia ni kuombe msamaha, basi unatakiwa kunisamehe tu, maana hili jambo siwezi kulifanya na haliwezi kutokea. Sipo hapa ili uweze kuniomba msamaha. Namjua mume wangu kuliko mtu yote yule, hivyo najua angeamua kukulazimisha. Haukuwa na chaguo jingine zaidi ya kufanya kile ambacho yeye alikuwa anakitaka. Jambo ambalo nataka kulifahamu hapa ni kweli umemrudisha kumbukumbu zake? Ndio. Nilitarajia leo kutokea siku moja, ila nilitamani mimi ndiye ningelikuwa ni mtu wa kwanza kumwambia kabla yeye kupata taarifa kutoka mahali kokote, ila mwisho wa siku naenda kupoteza kila kitu. Binafsi nilimsihi kwamba haukuwa na chaguo jingine zaidi ya maamuzi ambayo uliyafanya, na nadhani amenielewa. Haumjui mume wangu vizuri dokta, na ndio maana unahisi kwamba atakuwa amekuelewa. Umeona miili ambayo imekatwa vibaya namna hiyo? Basi ni watu wengi ambao wanaenda kuwaua kwa namna hiyo, na maamuzi ya mwisho ninayo kwenye mkono wangu, na nikiyafanya naweza kujikuta narudia kwenye hali ya hatari ambayo itasababisha vita mbaya baina yetu wawili, na kibaya zaidi namna ya kuweza kuliweka hili jambo kwa upande wa mtoto. Kuna muda ambao utafika nitalazimika kuchagua kati ya mume wangu na nchi yangu, jambo ambalo sikuwahi hata siku moja kuanza kulipitia, ila kwa muda unavyozidi kwenda nadhani sitakuwa namna nyingine. Alimpiga daktari pembeni na kumtaka aingie kwenye helikopta, kwani walikuwa wanatakiwa kuondoka naye wakati watu wa usalama wanabaki kulilinda eneo lile na uchunguzi mwingine zaidi kuendelea. Mimi ni malkia wa dawa za kulevya Vingunguti. Hatua 500 kutoka machinjioni kulikuwa na nyumba moja kubwa ambayo ilikuwa tupu. Nyumba hiyo ilijengwa kwa mfano wa godauni kubwa. Ndani yake kulikuwa kuna wanaume 6 ambao walikuwa wanahangaika na upakiaji wa madawa ya kulevya kwenye mifuko midogo ili kuweza kuipeleka sokoni kwa watumiaji. Ndani ya godauni hilo kulikuwa kuna gari moja ambalo ndani yake alionekana Jamila. Alikuwa ametulia ndani akiwa anavuta sigara taratibu. Hakuwa na wasiwasi kuwepo eneo hilo zaidi ya kuhakikisha kwamba anasimamia vizuri zoezi hilo ambalo lilikuwa linaendelea. Zilisikika sauti kwa mbali kama kuna watu walikuwa wanasogelea sehemu ile. Vijana wale ambao walikuwa wanaendelea zoezi la upachikaji wa yale madawa walishtukia hilo muda ukiwa sio rafiki upande wao, kwani muda ambao walitambua walikuwa wamevamiwa. Alionekanika Helena akiwa na wanaume wawili. Waliwashambulia wale vijana wote kwa risasi, hali ambayo ilimfanya Jamila kutoka ndani ya gari kuhitaji kukimbia, ila hakupewa nafasi. Helena alimchota mtama mkali na kumpiga na teke zito la uso, akawa anaona kiza mbele.
Akiwa hajakaa sawa alimkutanisha na mguu mwingine wa kwenye shingo akapoteza fahamu. Alikuwa na hasira kali na watu wao, maana yale ambayo walimsababishia alikuwa yanatisha kwenye maisha yake. Alisogea kumkagua Jamila pale chini, akawataka wale vijana ambao alikuwa nao waweze kumbeba. Ni muda mrefu tangu nisikia habari kuhusu wewe. Nadhani kwa sababu umepona ndio maana uko hapa. Ilikuwa ni sauti ya Damigo ambayo ilimshtua Elena kiasi cha kumfanya ageuke akiwa amenyosha bastola yake kwenda kwa yule bwana. Kwa nini uko hapa? Kama ni Elena, hata unajua kwa nini niko hapa. Huyu mtu siwezi kukupatia hivyo. Kama unamhitaji unatakiwa kuhakikisha kwamba unaniua mimi kwanza. Unahakika na maneno yako ambayo unayatamka kirahisi namna hiyo? Ndio, njia pekee mimi kuweza kuruhusu wewe kufanikisha jambo lako Damigo, vinginevyo unajua nina hii bastola hapa. Hiki ni lazimu nitaitumia. Umuue mume wa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Hata una akili timamu wewe. Unajua hilo ni kosa ambalo huwezi kabisa kulifanya hivyo. Hivyo linabaki chaguo moja pekee ambalo wote tunajua huwezi kulitumia. Uwezo wa wewe na wavibaka wako kusimama na mimi haupo, kwa sababu nitawaua wote hapa, na sidhani kabisa kama ni muda sahihi wa wewe kufa kwa sasa hivi. Kwa kuwa natambua unatamani kuona yale yote ambayo uliyapitia wahusika wanalipa sawa sawa na ule ubaya ambao alikuwa amekufanyia. Kwa kama unataka kujisaidia wewe mwenyewe na hawa vijana wako, nikabidhi huyo mwanamke mimi ndio niondoke naye. Unajua kama alikuwa ni mke wako huyo, kwa akili yako unahisi anaweza kuwa Jamila huyo? Wewe hapo ndio umpate Jamila tena kirahisi namna hiyo? Unamaanisha nini? Anahitaji kuzungumza na mimi na ndio maana amemtuma huyo binti. Wewe hao umejuaje? Utakapotambua ya kwamba nimefanikiwa vipi kuijua hii sehemu, huenda utakuwa ni mwanzo wa wewe kuyapata majibu yako. Nipatie mwanamke kabla sijabadili maamuzi yangu, kwa sababu nina kazi nyingi za kuzifanya baada ya hapa. Yule kijana hakuwa na namna zaidi ya kumpatia Damigo mwili wa yule mwanamke, akauweka begani, akaondoka naye mle ndani kama palikuwa kwake, huku Helena akiegamia tu sehemu ndogo ya mfuko wa dawa za kulevya akiwa anatafakari. Alikuwa ameanza kazi yake vizuri, ila haukuwa muda sahihi wa yeye kuweza kukamilisha ile, kwani alikuwa amekosa maamuzi ya kuyafanya mpaka pale ambapo alikuwa amesikia gari zikiwa zinasimama kwa nguvu upande wa nje. Aliingia mkurugenzi Luciana Jimeka akiwa na walinzi wake. Nini kimetokea pale? Mume wangu kafanya nini? Ameondoka na mwili wa mtu ambaye tulihisi kwamba ni Jamila. Una maana gani kuniambia hayo? Mpaka na kuita hapa nilikuwa nimepata taarifa kule Magomeni kwamba kwenye hawa watu ambao wamekuja kusambaza dawa za moja hata wilao ambalo wangekuepo leo ilikuwa ni hili hapa, na kweli baada ya kufika hapa nimekutana nao, ambapo tumefanikiwa kushikilia mzigo wote huu hapa wa dawa za kulevya. Lakini yule mwanamke ambaye mimi nilikuwa nahisi ni Jamila ndiye ambaye mumeo kaondoka naye. Amezungumza jambo gani kabla wewe kumpatia huyo mtu? Amesema yule sio Jamila bali anamtumia mtu huyo kuwasiliana naye. Kuwasiliana na mume wangu? Ndio. Unajua alikoelekea? Hapana. Luciana alizidi kuchoka. Mchezo ulionekanika kuzidi kuwa wa moto kwa upande wake, na alikuwa akihitaji mtu wa kuweza kumpoza, ila kwa nyakati zile hakuwepo mtu hata mmoja ambaye alikuwa anaweza kumfanyia fadhila ya namna ile zaidi ya kupambana yeye mwenyewe. Basi bwana, ubaridi ulikuwa ni mkubwa uliosababisha maumivu makali kwenye mwili wake. Mwili unauma kama kuna mtu ambaye alikuwa amebandika mawe mazito. Alikuwa akitetemeka kwa sauti ambayo ilithibitisha mteswaji alikuwa amekoma, na ghafla taratibu ule ubaridi ukawa unazidi kupotea, kisha likaanza joto ambalo lilikuwa limefanya akili yake kukaa sawa, na hata yeye mwenyewe muhanga kaanza kujihisi kama vile alikuwa hai kwa wakati ule. Najisikia vibaya sana kufunga sehemu ya namna hii hapa, mtoto wa kike kama wewe. Sijui historia ya maisha yako wala wale ambao wanakuzunguka, ila sijajua imekuwaje mtu mwenye akili zake timamu akakubali kutumika kijinga namna hii. Umeahidiwa shingapi mpaka ukakubali kufa? Ilisikika sauti kwenye kiza kinene ambacho kilifanya mwongeaji asiweze kuonekanika ndani ya chumba hicho. Bosi ni zaidi ya mkombozi kwetu. Ametupa ukombozi wa kiakili, mali, na kutufanya kuishi maisha ambayo anayataka yeye. Wengine wetu tumetoka kwenye madanguru ambayo tulikuwa tunafanya kila kitu kwa namna ndogo, ila tulipokuwa tunapata mtu ambaye anaweza kubadilisha maisha mara moja, tukafika sehemu kubwa, basi hakukuwa na namna nyingine zaidi ya kuweza kuichukua nafasi hiyo kwa namna hiyo. Taili waka baada ya mwanamke yule kuweza kujibu kijasiri kuhusu mambo yale. Wow, nimependa kujiamini kwako, lakini unajua aina ya mtu ambaye umekutana naye muda huu? Sijali wewe nani na kwa nini tumekutana kwenye mazingira haya namna hii, ila
Lazima kile ambacho bosi anakihitaji kitekelezwe. Mimi unanifahamu? Sina muda wa kufahamu wewe kwa sababu kwake ni kama kijakazi tu. Hiyo ndio sababu ikakufanya ukakubali kufa kwa ajili yake. Ndio, na hata kama kungelikuwa na maisha mengine basi ningekubali kufa kwa ajili yake. Okay, Damigo kuongea tena bali akasogea kwenye meza moja ya pembeni ambapo alivuta sanduku dogo ukutani kama ametoa nyundo moja na kisu akawa anaviangalia kwa umakini. Pembeni alikuwa amewasha mshumaa mdogo ambao ulikuwa umeanza kuwaka kwa kasi kidogo kadri muda unavyozidi kwenda. Hakuongea neno hata moja zaidi ya kukiweka kisu juu ya ule mshumaa mpaka kilipopata moto, ndipo akakitoa. Akarudi tena ile sehemu ambayo yule mwanamke alikuwa amefungwa akiwa anawaza ni kipi ambacho kilikuwa kinaenda kutokea. Alipigwa nyundo ya kwenye goti. Alipiga kelele kama vile kushtukizwa, lakini hakupewa nafasi ya kutosha kuweza kutoa malalamiko ya maumivu yake kwa sababu muda ule pale alizamishwa kisu kwenye bega lake. Kilipotolewa kilizamishwa tena kwenye paja lake. Damigo alikisukuma mpaka karibu jicho lake la kulia kisha akakituliza sentimita chache kutoka ilipo mboni ya jicho ambapo mwanamke yule aliyafumba macho yake akiwa na hema kwa nguvu kama vile alikuwa amewekewa mashine ndani yake. Aliyafumbua macho na kugundua bado hakuwa amechomwa kwenye ile sehemu yake ya jicho. Sasa umeanza kuelewa nini maana neno hofu, sio? Unanipigia kelele hapa kuonesha hakuna kitu ambacho unakiogopa kwenye maisha yako. Hata hivi una bahati kwa kuwa wewe ni mwanamke na ndio maana na kulea tu namna hii. Nilitaka ufahamu kwamba kuna mazingira ukifika kwenye hii dunia jambo la muhimu kwako sio maisha ya mtu ambaye unaamini unampigania bali maisha yako wewe mwenyewe, na ndio yanakuwa ni ya muhimu zaidi. Sasa unaweza kuongea na mimi kwa heshima na kuniambia sababu ya wewe kuwepo hapa. Kilichomkuta kilimpatia nidhamu. Hakuwa na ile jeuri ya kuendelea kuzungumzia yale mawazo yake ya kiburi tena. Aliamini ya kwamba ungenipata ili aweze kuzungumza na wewe. Umewahi kuonana naye? Hapana. Sasa umejuaje kuhusu yeye? Kuna baadhi ya watu wake ambao nilikuwa nawasiliana nao. Kwa hiyo haujawahi kuonana naye kabisa? Nimewahi kuonana naye ila ni mara moja tu. Kipi kilikufanya uweze kukubali kufanya kazi hapa na kujifanya ni yeye? Pesa na kurutishia kuhusu maisha yetu. Kuna vitu ambavyo anatuchoma kwenye meli yetu ni kama virusi na chanjo yake anakuwa nayo mwenyewe. Hivyo kama ukigoma kufanya kazi yako unaanza kuishi kwa kuteseka, kwa hiyo unaamua kwenda vile anataka yeye. Kwa maana hiyo kinachokufanya ukubali kufanya kazi yake sio kwa sababu unapenda bali ni kwa sababu ya hofu. Ndio. Simu iko wapi? Alionyesha ishara ya mfukoni. Damigo alikuwa ametoa simu ile kuweza kumpigia huyo mke wake ambaye baada ya kuweka sura ya mwanamke yule iliweza kujipiga yenyewe moja kwa moja, na muda mfupi baadaye ikawa imepokelewa upande wa pili. Hello dear husband. Haya ambayo unayafanya kwa hawa mabinti una hakika kama ikitokea nikamfanyia Lily hivi utaendelea kufurahia kama unavyofurahia hawa wengine kufa kipuzi namna hii kwa sababu ya chuki zako za kijinga? Kwa hiyo umerudisha kumbukumbu zako. Hilo ndio jambo baya zaidi kwa upande wako. Kwa sasa hivi sio yule mtu ambaye nilikuwa naishi gizani Jamila. Unahisi kwa sasa hivi una nguvu na uwezo wa kuweza kufanya mambo makubwa, ila haya mambo hayataweza kukamilika mimi nikiwa hai. Naenda kuhakikisha wewe na baadhi ya watu wako hao wapuzi ambao unadai kwamba umewasambaza kila sehemu mnakufa hivyo vya kikatili sana. Na nataka kuhakikishia kwamba mimi sio muuaji wa watoto, ila naenda kumuua mwanao mbele yako ili upitie yale maumivu ambayo unasababisha kwa wengine na unaona ufahari. Damigo, tukiacha kwamba hauna uwezo wa kumpata mwanangu mahali ambapo nimemhifadhi, ila hilo ni jambo ambalo lingenifanya niwe tayari kuteketeza ulimwengu mzima. Nadhani unanifahamu vyema Jamila. Unajua mimi ni mwanaume wa namna gani na uwezo wangu wa kufanya mambo uko vipi. Kwa sasa hivi kwa kuwa nimerudisha kumbukumbu zangu vizuri, unatambua naweza kumpata mtu yote ndani ya hii dunia. Nina pesa nyingi ambazo huenda zinaweza kunifanya mimi kuwa ndiye mtu tajiri zaidi ndani ya taifa hili. Unahisi ni jambo gani ambalo linaweza kunifanya mimi nikashindwa kumpata mtoto wako? Nilikuwa nataka nikwambie hili kwa mdomo wangu kwamba jitahidi uhakikishe mwanao yupo kwenye mazingira ambayo hata wewe mwenyewe unaamini atakuwa salama kwa ajili yake, kwani nje hapo nitakufanyia ukatili ambao utakufa ukiwa unaniona kila sehemu kwa muda ambao utakuwa hai. Mahali ambako unaelekea Damigo ni sehemu ya hatari kwa sababu najua hata wewe mwenyewe una familia, jambo ambalo linakufanya usiwe salama kama mimi tunavyonitishia. Wakati unapanga kuyafanya haya hakikisha kwamba unaweza kumlinda mke wako na mwanao, kwani
Hata mimi naenda kuwaua muda sio mrefu. Nadhani wewe ni mtu ambaye unastahili kuishi mwenyewe na kuwa mpweke kwenye haya maisha. Hivi nahisi kwa sasa hivi uaga najali kuhusu haya mambo. Kitu pekee ambacho kwa mara mwisho niliwahi kukijutia ni kukupatia wewe nafasi nyingine ya kuishi. Ile siku ambayo niligundua Lily hakuwa mwanangu, nilikuwa natakiwa kuwaua wote wawili, ila kwa sababu nilikuwa na huruma ya mtoto nikaamua kuacha tu mwishi Jamila. Natambua umetengeneza mabinti kadhaa kama wewe kama ulivyo ili uweze kuvihadaa vyombo vya usalama, ila hilo ni jambo ambalo hata wewe unatambua halitafanya kazi kwangu. Hivyo nakusia hakikisha hesabu zako unaziweka sawa kabla ya kufanya jambo lolote ile kuanzia wakati ama kabla ya kuja hadharani. Nakusi kama kuna mahali ambako umejificha, jitahidi usije kabisa ukatokea hadharani ama kurudi Tanzania. Maana najua kama ungelikuwa hapa nchini usingelikuwa na jeuri ya kufanya haya ambayo unayafanya, kwa sababu ni swala la siku kadhaa tu ambazo zinakuja naenda kukupata Jamila. Nataka nifunze Tanzania kwa namna ngumu, kwa sababu mnaonyesha kama upo tayari kupambana na mimi, basi nitateketeza kizazi chote na kila mtu atakufa mtaani Damigo. Kuanzia kesho vibaka wako ambao umewasambaza ndani ya jiji kama wataendelea kuwa hai, basi nitakubali kwa sasa wewe umekuwa ni mwanamke ambaye unaweza kuitawala dunia, ila vinginevyo utaokota maiti za hao vijana kama kuku waliokufa kwa kidele. Na kama kweli unajiona kuwa mwanamke wa shoka kama unavyotamba hapa ukiwa mbele ya vioo vya simu, basi hakikisha kwamba unakutana na mimi. Mara ya kwanza ulikuwa unajificha kwenye sketi za bwanako Treno Jiba, ila kwa sasa hivi unajificha nyuma ya vioo vya simu. Wewe ni mwanamke mpuuzi na mtu mwoga ambaye huna uwezo wa kufanya jambo lolote ile zaidi ya kujificha tu. Nitakuwa vibaya mara ya wewe. Alikata simu baada ya kumwambia maneno makali aliyekuwa mke wake wa ndoa Jamila. Tukapate maongezi kati ya rais na CDF. Ni muda mrefu ulipita bila kiongozi mkuu wa kijeshi kuonekanika hadharani ama kujihusisha kwenye shughuli zote za kiserikali. Jaliwa Masenyi alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa ni sehemu ya rais wakati ambao nchi ilikuwa ipo kwenye nyakati mbaya. Mwanajeshi bwana huyo alikuwa na nguvu kubwa ya msukumo, ila alikuwa sehemu ya wale watu ambao walipigana kwa nguvu kubwa na kukubali kutoa nafsi zao kuhakikisha Treno Jiba na vibaka wenzake hawafanikiwi kuweza kuichukua nchi. Baada ya nchi kutengamaa, Rais Tadilu Manzeki aliona mwanaume huyo alifaa sana kuwa angesaidia kulifikisha taifa kule ambako walikuwa wamekusudia kulifikisha. Ni muda mrefu umepita tangu mimi na wewe tuweze kukutana kwa mara ya mwisho Jaliwa. Tanzania imekuwa ni sehemu ya amani kwa miaka 4. Imekuwa ni sehemu ambayo ilianza kurudi kwenye ubora wa ile nchi ambayo imewahi kuwa na amani na kila mtu alikuwa anatamani kuja kuishi, ila miaka ya hapa katikati kidogo mambo yalienda vibaya. Tanzania ikaanza kuonekanika kuwa ni sehemu ya hatari kwa ajili ya maisha ya watu. Hivyo hata wale wazawa wakaanza kuona kama vile haikuwa sehemu sahihi kwa kuendelea kuwepo kwenye taifa hili. Naweza kuwa huru kuliongelea hili mheshimiwa? Ndio, nahitaji kupata maoni yako halisi kutoka ndani na sio kuongea ili unifurahishe mimi kwa kuwa ni bosi wako. Hili taifa lilifika pale ambapo lilifika kwa sababu ya wanasiasa. Siasa ndilo jambo baya zaidi kwenye haya maisha ya mwanadamu wa taifa lolote lile. Siasa ndio ambayo inakuwa ni sababu ya mvunjiko wa amani ndani ya nchi yoyote ile. Na kwa bahati mbaya sana wanasiasa hata hamjali. Kipindi cha nyuma taifa liliwahi kuwa kwenye hatua ambazo watu waliamini wapo salama na walikuwa na uhakika wa kuwa wanaongozwa na viongozi bora na wenye weledi mkubwa, ila mambo yalibadilika ghafla, kwani yalionekana kuwa ni kama hadithi ya kufikirika tu. Watu waliuawa, watu walichinjwa, watu walitekwa na watu wakapotezwa. Niambie, kama ungelikuwa upande wa wananchi ungeamini serikali yako tena? Endelea kwamba nchi ilipitia kipindi kama hicho bwana mjeshi. Na ndio maana mimi na wewe pamoja na viongozi wengine hatutakiwi kabisa kuruhusu jambo la namna hili liweze kutokea kwa mara nyingine tena ndani ya mipaka ya taifa hili. Hilo jambo sio rahisi namna hiyo mheshimiwa. Sijakuelewa vizuri. Najua kwa sasa hivi yale mambo yamerudi tena nchini. Hali inaweza kuja kuwa kama ile ya mwanzo tu kwa namna jinsi upepo unavyoenda. Unahisi haya yanaendelea kwa sababu gani? Na kusikiliza. Kwa sababu wanasiasa na viongozi wametoa mwanya wa kuwafanya watu waamini ya kwamba hayo mambo yanawezekana kufanywa ndani ya taifa hili. Kwa mfano leo mtu anakuwa anauza dawa za kulevya mtaani, akikamatwa anafungwa. Kuna rais anakuja baadaye ili kutaka kuonekanika mwema na anawapenda wa Tanzania, anaenda kumpatia msamaha mtu wa namna hiyo.
Kwa wale ambao wanaona unahisi wanaamini nini mheshimiwa? Kwamba ukiwa Tanzania unaweza kufanya jambo lolote na bado ukasamehewa. Shida kubwa inaanzia hapo. Na ndio maana mauaji haishi ndani ya hili taifa. Hata kama lipungua, sababu kuna watu mahali wanaamini hata kama wakiua leo kuna nafasi kubwa ya kuja kuachiwa mbeleni. Unahisi nani ambaye atakayeogopa kwa mwarifu? Kwa hiyo kwa upande wako unashauri nini? Sina hakika, lakini tatizo hapa sio mwanasiasa mmoja wala kiongozi fulani. Unahisi shida kubwa ni nini na ipo wapi? Shida kubwa ni mfumo mzima. Mkuu wa majeshi anaonekana kuwa na mambo mengi ndani yake ambayo aliyavumilia kwa muda mrefu na kuyahifadhi kifuani. Kupewa nafasi na rais aliona kama ulikuwa ni wakati sahihi wa yeye kuweza kuyatoa yale maumivu ndani yake. Mfumo wetu umeoza mheshimiwa. Waasisi kwenye hili walifeli. Kuanzia ubora wa katiba, namna ya uendeshaji wa taifa letu, vyombo vya ulinzi na usalama ni hasara tupu. Hili naongea nikiwa kama mkuu wa majeshi. Lengo la kwanza la vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi yetu ni kuwalinda viongozi na sio wananchi, na ndio maana unaona kuna viongozi ni wararushwa wakubwa na wana nguvu kubwa na huwa wanawakejeli hata wananchi ambao wamewachagua, kwa sababu wanajua wana hofu kubwa na hakuna jambo ambalo wanaweza kufanya. Wamesambaza hofu miongoni mwa watu kiasi kwamba wananchi hawawezi kuhoji jambo lolote ile kwa kuogopa kufa. Kwa hiyo kabla wewe kujisifia kwamba nchi ilikuwa na amani na watu walikuwa na furahia, umejiridhisha ni kweli? Kukaa Ikulu kusikufanye uamini kwamba wananchi wako wanaishi kwa raha mheshimiwa. Utakuwa unafanya kosa kubwa sana. Mkuu wa majeshi alitulia kwa muda na kumwacha mheshimiwa wale maneno ya mkae vizuri kichwani. Msikilizaji, muda umetushia katika sehemu ya 5. Tutaendelea na risala hili la mkuu wa majeshi katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu My Wife is a Drug Dealer. Imeandikwa na Fabian Babuya, ikasimuliwa na Rector kutokea hapa Simulizi Max. Mwisho wa sehemu ya 5 ni mwanzo wa sehemu ya 6. Usicheze mbali na YouTube channel ya Simulizi Max, lakini kupitia WhatsApp nambari 0677 062012 unaweza kuipata simulizi mpaka mwisho sehemu ya 10 bila kusubiri. Tukutane katika sehemu ijayo. Bye bye. Na ukaribisha msikilizaji wangu katika sehemu ya 6 ya simulizi My Wife is a Drug Dealer. Katika sehemu ya 5 tulikuwa tumeisha pale ambapo rais alikuwa anamfanya maongezi na mkuu wa majeshi. Alikuwa anamwambia kwamba ni muda mrefu umepita tangu mimi na wewe tuweze kukutana kwa mara ya mwisho Jariwa. Tanzania imekuwa ni sehemu ya amani kwa miaka 4. Imekuwa ni sehemu ambayo ilianza kurudi kwenye ubora wa ile nchi ambayo imewahi kuwa na amani na kila mtu alikuwa anatamani kuja kuishi, ila miaka ya hapa katikati kidogo mambo yalienda vibaya. Tanzania ikaanza kuonekana kuwa ni sehemu ya hatari kwa ajili ya maisha ya watu. Hivyo watu wale wazao wakaanza kuona kama haikuwa sehemu sahihi kwa kuendelea kuwepo kwenye ile taifa. Naweza kuwa huru kuliongelea mheshimiwa? Ndio. Nahitaji kupata maoni yako halisi kutoka ndani na sio kuongea tu ili unifurahishe mimi kwa kuwa ni bosi wako. Sawa, hili taifa lilifika pale ambapo lilifika kwa sababu ya wanasiasa. Siasa ndio jambo baya zaidi kwenye haya maisha ya mwanadamu wa taifa lolote lile. Siasa ndio ambayo inakuwa ni sababu ya mavunjiko ya amani ndani ya nchi yoyote ile, na kwa bahati mbaya wanasiasa hata mjali. Kipindi cha nyuma taifa liliwahi kuwa kwenye hatua ambazo watu waliamini wapo salama na walikuwa na uhakika wanaongozwa na viongozi bora na wenye weledi mkubwa, ila mambo yalibadilika ghafla, kwani yale yote yalionekana kuwa ni kama hadithi tu za kufikirika. Watu waliuawa, watu walichinjwa, watu walitekwa na watu wakapotezwa. Niambie, kama ungelikuwa upande wa wananchi ungeamini serikali yako tena? Naelewa kwamba nchi ilipitia kipindi kama hicho bwana mjeshi, na ndio maana mimi nawe pamoja na viongozi wengine hatutakiwi kuruhusu jambo la namna ile liweze kutokea tena kwa mara nyingine ndani ya mipaka ya taifa hili. Hilo jambo sio rahisi namna hiyo mheshimiwa. Sijakuelewa vizuri. Najua kwa sasa hivi yale mambo yamerudi tena nchini. Hali inaweza kuja kuwa kama ile ya mwanzo tu kwa namna upepo unavyokwenda. Unahisi haya yanaendelea kwa sababu gani? Na kusikiliza. Kwa sababu wanasiasa na viongozi mmetoa mwanya wa kuwafanya watu waamini kwamba haya mambo yanawezekana kufanywa ndani ya taifa hili. Kwa mfano leo mtu anakuwa na uza dawa za kulevya mtaani, akikamatwa na kufungwa, kuna rais anakuja baadaye ili kutaka kuonekanika mwema ama anawapenda wa Tanzania, anaenda kumpatia msamaha mtu wa namna hiyo. Kwa wale ambao wanaona, unahisi kwamba wanaamini nini mheshimiwa? Kwamba ukiwa Tanzania unaweza kufanya jambo lolote na bado ukasamehewa. Shida kubwa inaanzia hapo, na ndio maana mauaji hayaishi ndani ya hili taifa hata kama yalipungua, kwa sababu kuna watu mahali ambao wanaamini hata wakiua leo kuna nafasi kubwa ya kuja kuachiwa mbele. Unahisi nani ambaye ataogopa kuwa mhalifu?
Kwa upande wako unashauri nini? Msikilizaji, tulikuwa tumeishia hapo katika sehemu iliyopita, sehemu ya 5. Tuna pamoja katika sehemu hii hapa ya 6 kujua nini kiliendelea. Simulizi yetu imeandikwa na Fabian Babuya, inasimuliwa na Director kutoka hapa Simulizi Max. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp ni 0677062012. Endelea kubaki na sisi msikilizaji kwa burudani zaidi. Sina hakika, lakini tatizo hapa sio mwanasiasa mmoja wala kiongozi fulani. Unahisi shida kubwa nini na ipo wapi? Shida kubwa ni mfumo mzima. Rais Rigathi Gachagua, mkuu wa majeshi, kaonekanika kuwa na mambo mengi ndani yake ambayo aliyavumilia kwa muda mrefu na kuyahifadhi kifuani. Kupewa nafasi ile na rais, aliona kama ilikuwa ni wakati sahihi wa yeye kuweza kuyatoa yale maumivu ndani yake. Mfumo wetu umeoza mheshimiwa. Wasisi kwenye hili walifeli, kuanzia ubora wa katiba, namna ya uendeshaji wa taifa letu, vyombo vya ulinzi na usalama ni hasara tupu. Hili naongea nikiwa kama mkuu wa majeshi. Lengo la kwanza la vyombo vya ulinzi na usalama kwa nchi yetu ni kuwalinda viongozi na sio wananchi, na ndio maana unaona kuna viongozi ni wararushwa wakubwa na wazandiki, lakini wana nguvu kubwa na huaga wanawakejeli hata wananchi ambao wamewachagua, kwa sababu wanajua wana hofu kubwa na hakuna jambo wanaweza kufanya. Wamesambaza hofu miongoni mwa watu kiasi kwamba wananchi hawawezi kuhoji jambo lolote kwa kuogopa kufa. Kwa hiyo kabla ya wewe kujisifu kwamba nchi ilikuwa na amani na watu walikuwa wanafurahia, umejiridhisha ni kweli? Kukaa Ikulu kusikufanye uamini wananchi wako wanaishi kwa raha mheshimiwa. Utakuwa unafanya kosa moja kubwa sana. Mkuu wa majeshi alikuwa ametulia kwa muda kumwacha mheshimiwa yale maneno yamkae vizuri kichwani. Ushauri wangu kwako, anza wewe kwa mfano. Unaweza kutengeneza legacy ambayo itaishi miaka na miaka. Kwanza hakikisha unatoa mamlaka makubwa ambayo mfumo umewapatia viongozi. Hakikisha kila kiongozi ambaye anakutwa na hatia ya kosa lolote anakutana na adhabu kali, tena iwe hadharani, ili watu wajifunze kwa namna ngumu. Ule utamaduni wa kiongozi fulani akifanya kosa kwenye taasisi hii anahamishwa kwenye taasisi nyingine, kwa sababu kuna watu hawastahili hata kupewa msamaha. Hili naweza kusema mimi mwenyewe nitakuwa ni sehemu kubwa sana ya watu ambao wataunga mkono. Iweke rushwa kuwa ni adui namba 1 wa taifa. Liwe ni kosa ambalo adhabu yake haitakuwa na msamaha wote ule. Hakikisha vyombo vya ulinzi na usalama vinatumika ipasavyo kwenye mambo ya namna hii mheshimiwa, na ndipo utaiona hiyo Tanzania ambayo unaitaka wewe. Ila vinginevyo utakuwa unahisi wa Tanzania wanakupenda na ndio maana hawakosoi ama kuongea vibaya kuhusu utawala wako, kumbe watu wanaogopa kwamba yatawakuta yale ambayo yalitokea miaka kadhaa ambayo imepita nyuma. Lakini kwa yote ambayo yalitokea, wanajua kama mimi sijahusika na ndiye ambaye nilikuwa nimemaliza kila kitu. Kuna mawili hapo mheshimiwa. Wanaweza kujua kwamba uliyamaliza wewe, lakini wakahisi bado hauna nguvu ya kuweza kumpatia adhabu kila mtu, kwa hiyo watajua wana rais ambaye ni dhaifu. Jambo la pili, kama Treno Jiba ambaye walimwamini alikuja kuwasaliti namna ile, unahisi ni kipi ambacho kitawafanya wewe wa kuamini namna hiyo mpaka ujipe imani ya kwamba wanaweza kuwa tayari kufanya jambo lolote kwa ajili yako? Moja kati ya makosa makubwa ambayo viongozi wengi waga wanayafanya ni kuhisi kila mwananchi ni mjinga. Rais alitabasamu. Ilikuwa ni mara chache anakutana na watu ambao walikuwa hapo tayari kuweza kumwambia ukweli, hususani pale ambapo angelikuwa anafanya makosa. Ushauri wako nimeusikiliza vizuri kabisa na nimefurahi kuona umenipasulia ukweli bila wasiwasi. Sasa kwa maelezo yako ni kwamba sitakiwi kumwamini mtu yoyote ambaye nipo naye kwenye uongozi wangu. Sasa kwa nini nikuamini wewe? Mimi haupaswi kuniamini mheshimiwa. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba natekeleza majukumu ambayo unanipa, lakini yale ambayo ni ya lazima kwangu pia nilio hapa wakati ukinipatia nafasi ya kuwa mkuu wa majeshi. Nadhani wewe ulikuwepo na uliona kila kitu kuhusu Grobo Jaliwa. Ndio mheshimiwa. Sasa wale watu wamerudi tena. Wale au kuna watu wengine ambao wamekuja kwa namna ile? Kwa bahati mbaya ni wale ambao wamerudi. Mimi nilizani kwamba wale waliisha mheshimiwa. Ndio mambo ambayo umetoka kuongelea hapa, kwani hata mimi nilikuwa natambua kwamba wale watu waliisha wote na jambo lile lisingekuja kurudi tena. Nadhani tunarudi kwenye mfumo kwamba ubovu wake umefanya haya yanayoendelea kutokea mpaka leo. Imekuwaje mpaka wale watu bado hapo? Kwa sababu sina muda wa kuanza kukuelezea kila taarifa, kwa sababu mimi mwenyewe hapa nasubiria taarifa za ndani zaidi kutoka kwa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Ila mpaka muda huu kuna mambo mengi ambayo inabidi afanyike hapa Jaliwa, kwani vinginevyo hii hali isitaweza kuizuia. Umesikia kuhusu maili ya watu ambayo imepatikana? Ndio mheshimiwa.
Sasa hawa watu wamerudi kuua watu hovyo mitaani na kusambaza madawa kulevya kwa kasi zaidi hata ya mwanzo. Nimewataka polisi kuteka taarifa hizi hadharani kwa kuwa zinaweza kuleta taharuki kubwa na hofu kwa watu, ila kwa bahati mbaya tupo kwenye zama za mitandao ya kijamii ambapo mtu anaweza kuzipata taarifa ndani ya dakika 2 tu. Hivyo kuna fununu zimeanza kusambaa kwa watu kwamba nchi imevamiwa tena, jambo ambalo linaturudisha kwenye zama za hofu ambazo ni hadharani zinaonekana. Sasa nahitaji hata wewe uingie kazini. Mimi muda wote niko tayari mheshimiwa. Ukinipa kauli yako moja tunafanya kile ambacho kinahitajika. Tatizo la sasa sio dogo kuwatafuta watu. Una maana gani? Unamkumbuka Damigo Ken Mgwasi? Ndio. Namfahamu mheshimiwa. Mimi ni miongoni mwa wale watu wachache ambao nilifanikiwa kupewa simulizi ya maisha yake na wewe mwenyewe, na ukataka huyu mtu asije kuguswa hata na mwanajeshi yote popote atakapokuwepo kwenye taifa hili. Sasa nadhani umeelewa uzito wa jambo hili Jaliwa. Huyu ni mume wa ndoa wa mkurugenzi wa usalama wa taifa mheshimiwa, si ndio? Nalitambua hilo. Kwa maelezo yako ni kama unataka kuingia na vitani. Ni sahihi. Nadhani kuna sehemu niache mheshimiwa. Bado sijakuelewa vizuri. Damigo ndio sababu ya sisi kuweza kusimama tena na kuangusha The Global. Bila ya hakuna kitu hata kimoja ambacho sisi tungeweza kufanikisha, na hilo litaenda hadi kwenye historia ya nchi hii. Ni jambo ambalo haliwezi kufutika. Baada ya yale mambo kuisha, kuna kitu sikuwahi kukuambia Jaliwa. Damigo alipoteza kumbukumbu zake zote. Asa kwenye hili maana yake ni kwamba alikuwa anaishi maisha ya mtu mwingine ndani yake na yeye mwenyewe, jambo ambalo lilikuwa limemfanya asiwe na madhara upande wote ule. Lakini kwa bahati mbaya kwa sasa hivi amerudisha kumbukumbu zake. Rais Alibaka ameinamia chini, ni kama alikuwa anahitaji kufanya maamuzi magumu ambayo huenda hata yeye mwenyewe hakuwa tayari kuweza kuyapokea. Hili linahusiana vipi na haya yanayoendelea mheshimiwa? Yanahusiana moja kwa moja kwa sababu aliyerudi ni mke wake wa zamani. What? Ndio maana nimekuambia haya mambo ni mazito. Kwani aliwahi kuwa na mke mwingine kabla ya kuwa na Jamila? Hapana. Mheshimiwa, Jamila aliuawa siku ile na mimi ni miongoni mwa watu ambao walifanikiwa kuona mwili wake. Sasa hapo unazungumza kama vile unamaanisha Jamila ndiye mwanamke ambaye anahusika kwenye jambo hili. Jamila yupo haijaliwa na ndiye amerudi. Jamila Ken Mgwasi? Ndio. Mkuu wa majeshi alijikuta akiwa amegamia kiti chake. Kwenye akili yake bado kuna kitu hakikuwa sawa. Yaani imekuwaje? Yule mwanamke kwa wakati ule alituzidi akili. Alimtengeneza mtu wa mfano wake ambaye anafanana naye sura, tena mwanamke ambaye alikuwa ni muuaji. Hivyo mara ya mwisho Damigo alikutana na huyo mwanamke ambaye alifanikiwa kumuua akiamini kwamba ni Jamila, ila hakuwa Jamila. Hayo yote umeyajuaje mheshimiwa? Nimeambiwa na mkurugenzi. Luciana Jimika? Ndio. Yeye mkurugenzi ameyajuaje? Kwa sababu yeye tangu mwanzo alikuwa anajua Jamila yupo hai. Unamaanisha yani miaka 4 yote alikuwa anajua hili na akaamua kukaa kimya? Yaani jambo ambalo kwa sasa hivi linanifanya nisimwamini kwa sababu moyo wake unaendeshwa na mapenzi. Alitambua yule mwanamke ni mzima ila akaamua kuficha kwa sababu alikuwa anahitaji kuishi na Damigo. Ndio maana akahitaji mumewe apotezewe kumbukumbu. Ndio. Ila kwa bahati mbaya Damigo amerejesha kumbukumbu zake. Hii ina maana gani? Anaenda kuwa adui yetu Jaliwa. Sijakuelewa, adui yetu kivipi? Huyu kwa sasa hivi amemkimbia hata mke wake, jambo ambalo limefanya kuwa ni kama amepoteza akili yake hivi. Jambo ambalo analifanya kwa sasa hivi ni kuweza kumtafuta mke wa zamani Jamila. Sasa vita yao hawa wawili ndio ambayo inafanya watu kwenda kuuawa hovyo na madawa kuzidi zaidi mtaani, maana kila mtu atahitaji kumuonyesha mwenzake kwamba yeye ni mkubwa. Kama kiongozi mkuu wa nchi kuhusu jambo hili natakiwa kufanya maamuzi magumu zaidi, kwani kama nikiruhusu hili liendelee kutokea naweza nikaishia sehemu mbaya. Unataka mimi nifanye nini mheshimiwa? Nahitaji Damigo auawe. Mkuu wa majeshi alishtushwa na ile kauli kutoka kwa rais. Arisa amemsikia vibaya kwa sababu hakuwahi kutarajia angekuja kumsikia kitu amle kama ile. Nimekusikia vibaya ama ni mimi nina mawazo kichwani? Umenisikia vizuri kabisa, nahitaji Damigo auawe. Mheshimiwa, hata mwenyewe unatambua haya sio maamuzi ambayo wewe unapaswa kuyachukua. Sina imani tena na Luciana, kitu ambacho kiuhalisia nilipaswa kumsimamisha kazi, ila unaelewa nyakati kama hizi kumtumbua mtu kiongozi mkuu wa usalama wa nchi ni jambo la hatari kubwa sana, hivyo itabidi nimwache aendelee na kazi yake, lakini taarifa nyeti hatakiwi kupewa. Jambo la pili, yule anaaminiwa na makamu wa rais, hivyo nikimfanya jambo lote lipia makamu wa rais atakuwa upande wake, maana ni kijana wake ambaye anampenda sana. Hili litasababisha mpasuko ndani ya serikali, kwa hiyo badala ya sisi kuanza kuungana kulimaliza lililopo mbele yetu, tutajikuta tulikuwa tunajigawa sisi wenyewe na kuanza kuangushana. Nadhani unajua madhara nikitaenda kufuata.
Mheshimiwa, haya mambo umekaa chini vizuri ukawaza na matokeo yake ambayo yanaweza kuja kutokea baadaye. Moja ya vitu ambavyo nimewahi kujifunza kwa mtu wa nafsi yangu ni kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi magumu kwenye nyakati ngumu. Hiki ni kitu kila mtu anakitamani kwa nje, ila ukifika hapa halafu ukakutana na nyakati ngumu kama hizi, unajutia kwa nini uliingia kwenye siasa, kwa sababu madhara yoyote yale ambayo yanakuja kutokea, mtu wa kwanza kabisa kulaumiwa unakuwa ni wewe. Haijalishi ni kwa namna gani ulikuwa umejaribu kuhakikisha nchi inakuwa sawa. Kwa hiyo namaanisha hili jambo ni mimi natakiwa kuweza kulifanya na kwa usiri mkubwa sana kuhakikisha hakuna siri na vuja, na ndio maana umekuja kwangu mheshimiwa. Sasa nadhani umenielewa vizuri. Mkurugenzi wa usalama wa taifa alisema tunatakiwa kumtumia Damigo kama fursa, kwa kuwa tukimfuatilia atatusaidia kuweza kuwapata watu, ila naelewa alikuwa anamlinda tu mume wake. Kwa sasa hivi hawezi kufanya maamuzi ya maana tena, kwa kuwa muda wote anakuwa anawaza kuhakikisha mume wake anakuwa salama. Kwa nafasi yake lile ni tatizo kubwa. Kwa sasa hivi alitakiwa kulitanguliza taifa mbele zaidi. Sasa kwa sababu hatuwezi kuruhusu hawa watu waweze kujua, na kama alivyosema yeye kwamba tunatakiwa kumtumia Damigo kama fursa, alikuwa sahihi kwenye ile, ila sisi tunayageuza matumizi yake. Kivipi mheshimiwa? Kwa sababu hatuwezi kumpata Jamila kwa sasa hivi, maana hatujui yuko wapi, anafanya nini, na kwa sasa hivi anatumia wanawake wenye sura sawa na yeye kuweza kutekeleza mambo yake. Maana yake ni kwamba sisi tunatakiwa kudili na Damigo. Damigo anatakiwa kutafutwa au wawe, kisha baada ya hapo sisi tutatafuta namna ya kuweza kuwasiliana na Jamila, kumhakikishia kwamba tumemsaidia kumua mume wake wa zamani, na kama sandaki kwetu basi tunatakiwa kuweza kukutana naye ili tuingie kwenye makubaliano ya kibiashara ambayo atatufanya pia tuangalie njia sahihi ya kuweza kumpindua rais aliyeko madarakani, maana ndilo lengo lake kubwa la kuweza kuitawala Tanzania na kuanzisha taasisi kubwa zaidi ya usambazaji wa madawa kulevya Afrika, ambayo anaamini kwamba itamfanya awe mtu mwenye nguvu zaidi ndani ya ile bara. Baada ya hapo, kwa mambo yalivyo, kama kuna mtu ambaye atafanikiwa kweli kuweza kumua Damigo na kudhibitisha hilo, lazima atakuwa atakutana naye. Sasa sehemu ya kukutania ndio sehemu ambayo Jamila atapaswa kuuawa. Hivyo tutakuwa tumeua ndege wawili kwa jiwe moja, lakini baada ya kukamilisha jambo hilo haitakiwi kubaki ushahidi wa namna yote ile, kwamba ni sisi ambao tulikuwa tunahusika kwenye huo mpango. Kwa hiyo na kila mtu atarudi kwenye nafasi yake, hata Damigo itaonekana ameuliwa na watu wa Jamila. Hivyo Luciana na makamu wa rais watapeleka lawama zao kwa Jamila kwamba yeye atakuwa ni mfu, ambaye naye atakuwa ni mfu, na siri itabaki salama. Mpango wa rais ulikuwa ni wa hesabu kali, lakini mgumu kwenye kutekeleza, japo ulikuwa unawezekana. Mheshimiwa, mimi siwezi kupinga wewe kwenye hili kikubwa kama ukinihakikishia ni jambo ambalo lina msaada mkubwa kwa taifa, lakini kuna changamoto za hii kazi. Zipi? Kwanza lazima mkurugenzi atakuwa na watu wake ambao kawasambaza kila sehemu. Hawa watu hawatakiwi kuwepo. Ana vijana 6 ambao amewaingiza kwenye kazi. Kwa kila mmoja wao nitawapatia taarifa zake. Unatania sio? Hapana Jaliwa. Kwenye maisha ili uweze kufikia mafanikio fulani, basi kuna vitu unapaswa uvitolee sadaka. Nadhani unawajua hawa watu wanavyojua kupekenyua kuhusu taarifa zozote ambazo zinahusu taifa hili. Kama vijana wakiendelea kuwa hai, kuna uwezekano mkubwa sana ya mambo yataharibika kabla ya kuyafikia hata nusu yake. Mheshimiwa, nataka mimi ni waue maafisa wa usalama wa taifa. Hii ni amri kutoka kwangu mimi mwenyewe, kwa sababu kama kuna tatizo litatokea, basi mimi ndiye ambaye napaswa kuwajibika na sio wewe. Kwa hiyo baada ya kuendelea kuwaonea huruma watu ambao hawakuhusu, ni vyema kabisa ukaniambia changamoto nyingine ni ipi. Watu wa kufanya hii kazi, hakikisha ni watu ambao wapo nje ya mfumo wako wa kazi, na kama ni watu wa ndani ambao unahisi kwamba wanaweza kuifanya kazi, basi hakikisha kwamba unawafutia historia zao zote, yani kusiwe kuna dalili zote zile za wao kuhusika na jeshi la Tanzania. Na baada ya kazi, vijana wote wanatakiwa kupelekwa maeneo ya mbali kabisa na Tanzania, ili wasije kuwa na muunganiko wote na kwa baadaye. Kuna fungu lao kubwa ambalo ni kazi ambayo hafanywi tu kwa ajili ya taifa lao, bali watakuwa na maisha mazuri baada ya hapo. Una hakika hili ndilo ambalo litaifanya Tanzania kurudi kwenye hali yake ya mwanzo? Una njia nyingine kwa sasa hivi bwana Jaliwa? Hapana mheshimiwa. Au haupo tayari kwa kazi nitafute mtu mwingine? Hapana, nitaifanya hii kazi na nakuhakikishia kwamba hakuna kitu kitaweza kwenda vibaya. Nitahakikisha kila jambo linaenda sawa sawa na sisi tulivyoandaa mipango yetu mezani mheshimiwa. Ndio maana tangu mwanzo nilijua kwamba ni mtu sahihi kwenye hii kazi.
Kwenye siasa kuna muda tunahitaji watu kadhaa ambao tunaweza kuwaamini kwenye shughuli kama hizi. Huu ni muda ambao Watanzania wanapaswa kujua kwamba walifanikiwa kupata mtu sahihi kwenye nafasi hii. Wanatakiwa kutambua wamebahatika kwa ukubwa kumpata rais bora kwenye historia ambaye anaweza kuibadilisha nchi kwa namna ambayo historia haijawahi kabisa kushuhudia. Hili kwa sasa hivi nimechagua kulifanya na wewe, ila jaliwa. Nataka kukumbusha tu kwamba unapaswa ukumbuke nafasi yako na usije kabisa ukafanya upuuzi wote ule. Nadhani unaelewa mpaka sasa hivi naweza kuvuka mpaka wote ule kuilinda nchi yangu, hata kuwapoteza wale watu ambao nawapenda. Wewe ni mwanajeshi, unalielewa hili vizuri kabisa, kuenda kuliko hata watu wengine huko nje. Nalitambua hilo mheshimiwa. Sasa wewe uniambie unahitaji nini na nini kuweza kufanikisha hili. Kwa sababu nahitaji kuanza na hawa vijana wa Rusiana wakati tunaendelea kumtafuta Damigo. Kabla ya hilo, nadhani unaelewa aina ya mtu ambaye unaingia naye kwenye hii vita alivyo na uwezo wake kwa ujumla. Sio mtu ambaye unaweza kuamka tu chumbani kwako na kwenda kumkamata sehemu ama kumuua. Ingelikuwa ni rahisi zaidi kama tungelikuwa tunatambua ni wapi na pa kuweza kumpatia, ila mpaka muda huu hatujui. Naelewa, na ndio maana natakiwa kuweza kuwapata watu ambao wana uwezo wa hali ya juu sana, ndio ambao wakamtafute. Safi, na unapaswa kuwa na silaha za ziada kwenye zoezi hili. Natakiwa kuwaua hawa ambao wanaweza kuwa sehemu ya kufuatilia hili, kisha baada ya hapo unatakiwa kuweza kunisaidia baadhi ya watu ndani ya usalama wa taifa ambao watakuwa wananipatia taarifa nyeti za mkurugenzi na kila hatua ambayo anaipiga ili iwe rahisi zaidi kuweza kumpekua asije kuingilia katika kazi karibika. Hilo lipo ndani ya uwezo wangu jaliwa. Kitu kimoja ambacho waga sikipendi kwenye maisha yangu ni kufanya kazi kwa kubahatisha. Una hakika na hii kazi utaiweza? Nitaimaliza kwa siku chache tu mheshimiwa. Walipeana mikono na rais akamemtaka mkuu wa jeshi aweze kuondoka ofisini kwake. Dunia ilikuwa tofauti kwa rais wa Tanzania Bwana Tadilu Manzeki. Mwanaume ambaye alitoa maisha yake kuhakikisha Tanzania inakuwa salama. Ndiye ambaye alikuwa anatoa amri atafutwe na kuuawa kwa sababu alimuona kwa hatari zaidi na taifa lake, tena ikafika mbali zaidi kuwataka maafisa wa usalama wa taifa nao pia waweze kuuawa. Damigo alikuwa ameingizwa kwenye sanduku la watu wenye nguvu ya madaraka. Basi bwana, twende pembeni ya mji kidogo msikilizaji, tupeleke kamera zetu huko. Umbali wa kilomita 15 nje ya jiji kulikuwa kuna kamsitu kadogo ka asili ambako kalikuwa kanatunzwa. Ndani yake kulikuwa kuna nyumba kadhaa ambazo ukiwa kwa nje ilikuwa ni ngumu kuweza kuziona. Msitu huo mdogo ulikuwa umeziba kila sehemu na haikuwa rahisi kuweza kuona kile ambacho kilikuwa kinaendelea ndani, ila kwa upande wa ndani yake ulikuwa umetunzwa kiasi kwamba ungetambua kuna watu walikuwa wanaishi pale. Usiku wa manane, gari moja la jeshi lilikuwa inaingia kwenye njia ndogo ya msitu ule. Ilipenya bila shida mpaka ndani ambapo ilisimamishwa nje ya nyumba moja. Alishuka mkuu wa majeshi ambapo baada ya kushuka aliwataka walinzi wake waweze kubakia pale pale. Ni yeye pekee ambaye alikuwa anaelekea ndani. Kuna wanaume 6 ambao walikuwa wamesimama kwa kujipanga wakiwa wametoa saluti. Ni wazi kabisa walionekanika kumsubiri yeye pekee. Walikuwa ni watu ambao kwa mionekano yao tu walionekanika kwamba wametengenezwa. Aliwataka wamfuate mpaka walipoingia kwenye chumba kimoja ambacho kilionekanika kutumika kama ofisi. Alifungua begi lake na kutoa picha 6 ambazo kila mmoja wao alimpatia picha moja, kila mtu akabaki anaitazama picha ambayo alipewa. Hao ambao mnaona kwenye hizo picha ni maafisa wa usalama wa taifa ambao wanatakiwa kuuawa. Kuna mpango mkubwa ambao umetoka kwa rais mwenyewe kuhusu watu hawa kwa sababu ni sehemu ya mpango wa kuweza kulisafisha taifa. Ila hawa wanaweza kuwa sehemu ya kufelisha mpango huu ambao kwa namna yote ile inatakiwa uweze kufanikiwa. Alitoa picha nyingine kwenye begi lake kisha kama amegeukia tena vijana wake na kuwatazama kwa makini. Najua mna maswali mengi kwamba kwa nini haya yanafanyika. Wakati akiwa anaongea hayo alinyanyua ile picha ya Damigo na kuwaonyesha wale watu wake kwa makini. Huyu ndiye sababu ya kila kitu. Huyu ndiye yule shujaa wa taifa hili ambaye niliwahi kuambia alifanya Tanzania ikapona kwenye mikono ya wale mazandiki. Na bila yeye mpaka sasa hivi wana Tanzania ilikuwa inatakiwa iwe inatawaliwa. Ila nadhani wote humu ndani mnaelewa vyema namna jinsi mambo waga yanaenda. Haijalishi wewe ni shujaa kiasi gani, ila kama ukifika muda wa kulilinda taifa hata mashujaa wanatakiwa kuuawa, na ndio kazi ambayo mnayo mbele yenu kubwa ya kuweza kumuua huyu mtu. Sasa kwenye kumuua huyu mtu kuna matatizo mawili ambapo mojawapo ni kati ya hayo matatizo ndilo ambalo limefanya mpaka mshike hizo picha kwenye mikono yenu. Huyu mtu ambaye anatakiwa kuuawa ni mume wa ndoa mkurugenzi wa taifa, hivyo hilo tukio linatakiwa kutekelezwa bila mkewe kujua wala
bila hizi sili kuvuja. Yani hata wewe hapo ukikutwa ama ukaingia kwenye hatari ya kufika kwenye mikono yake, hutakiwi kamwe kuja kusema lolote lile. Sababu hii inawahusisha hao watu moja kwa moja, kwa kuwa ni vijana wa mkurugenzi ambao kwa sasa hivi wamesambazwa mtaani kuweza kufanya kazi ya kumtafuta yeye na kuwatafuta watu ambao tutahitajika kudili nao baada ya kumalizana na Damigo. Kwa maana hiyo, hawa watu kuendelea kuwa hai inaweza kuwa ni hatari kubwa zaidi kwa upande wenu. Moja kati ya amri ambazo wamepewa ni kuhakikisha Damigo anakuwa salama. Mnatakiwa kuwaua hao, kisha baada ya hapo haraka sana Damigo atafutwe na kuweza kuuawa. Maelezo mengine mtakuwa mnapata msaada wa moja kwa moja kutoka kwangu kama kutakuwa na taarifa za wapi atakuwepo kwa muda fulani na nini ambacho atakuwa anafanya, ili iwe rahisi zaidi kuweza kumpata na ikiwezekana kumuua kabisa. Sababu ya pili ni Damigo mwenyewe. Huyu mtu sio wa kawaida hata kidogo. Ina hakika hapa wote mnasikia simulizi zake tu, ila hakuna hata mmoja kati yenu ambaye amewahi kupata bahati ya kukutana na huyu bwana. Ni miongoni mwa wapiganaji ambao ni wauaji, kwa hiyo kwa lolote ambalo litatokea, kama upo mbali na wenzako, ukijua yupo sehemu fulani, unawataarifu wenzako mapema ili kama kutakuwa na tatizo waweze kukusaidia, maana sio mtu wa kawaida. Sitaki mtu hata mmoja aweze kufanya makosa kwenye hili jambo, kwa sababu nimetumia miaka 4 kuwatengeneza kwa gharama kubwa sana, nikiwa na matumaini ya kuwa kama kuna siku yatatokea matatizo ya namna hii, mtakuwa sehemu sahihi ya kuweza kuyatatua. Hili aliende tu bure. Rais ametoa pesa za kutosha kwa nyie wote, ambapo wakati mtaanza tu hii kazi, kesho asubuhi kila mtu ataingiziwa shilingi milioni 500 ili mfanye kazi kwa amani, hususani kuwaua ama afisa wa usalama wa taifa. Na kama mtafanikiwa kumuua Damigo mwenyewe, kila mmoja wenu ataingiziwa bilioni 1. Pesa ambazo zinatosha kuvilisha vizazi vyenu miaka na miaka. Hili linaenda sambamba na nyie kutimiza majukumu yenu. Familia zenu waga zinajua mpo nje ya nchi kufanya kazi, kwa hiyo mnatambua kati yenu wote mna udhaifu mkubwa ambao mnatakiwa kuulinda. Kwa yote kati yenu ambaye ataonekanika kama anafanya mambo kinyume na vile yanatakiwa kufanyika, basi nawaahidi kwamba nitaua familia yake yote. Wote mnajua sina mzaha kwenye jambo la namna hii, tena ambalo rais ameamua kuniamini mimi na sitaki kumwangusha kwenye hili. Nendeni kwa mioyo yenu yote mkafanye hii kazi na muhakikishe kwamba inakamilika, kisha kama mkifanikisha hilo, nitawapatieni kazi kubwa ya mwisho ambayo itabadili historia nzima ya taifa hili. Hakumpa nafasi hata mmoja wa wale watu kuweza kuhoji ama kuchangia. Kazi yao kubwa ilikuwa ni kupokea taarifa zile na kuzifanyia kazi basi. Mambo mengine haikuwa biashara yao kuweza kuyajua. Twende Tandika sokoni, msikilizaji. Soko la ndizi ni moja kati ya maeneo ambayo yalikuwa yana ongezeko kubwa la matumizi ya dawa za kulevya. Tandika zilikuwa zinavuja taarifa za uwepo wa dawa za kulevya kila kona, hadi ambayo iliwafanya baadhi ya wananchi kuliona jambo hilo kama heri. Mzunguko mkubwa wa dawa za kulevya ulileta hofu kwa watu na athari za moja kwa moja za madawa kulevya. Hiyo ndio iliyokuwa sababu safi ya kumfanya Jatoni Dembi, ambaye alikuwa ni afisa usalama wa taifa, kuweza kupita kwenye hayo maeneo kwa ajili ya uchunguzi. Naye alijifanya kama moja kati ya watu ambao walikuwa na uhitaji wa dawa hizo, hali ambayo ilimfanya kutanguliza pesa kwanza kwa mateja wa mtaani ambao walimwelekeza mitaa ambayo alikuwa anatakiwa kwenda kubisha hodi ili aweze kuhudumiwa. Alipofika ndani ya hizo nyumba ambazo kulikuwa kuna ukimya mkubwa, alikutana na mlinzi mmoja tu pekee akiwa na silaha yake kubwa ya mkononi. Yaani kwamba haujui kama hili ni eneo la mtu binafsi na hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kufika. Najua ndio maana nipo hapa. Unahitaji nini? Hali yangu sio nzuri ndugu yangu, nahitaji kurudisha mwili wangu kwenye hali yake. Huko nje mambo sio mambo, nimesikia kuna mzigo huko hapa ambao ni bora zaidi ya mzigo wote ule ambao umewahi kuja nchini. Yule mlinzi hakujibu zaidi ya kubaki kwa kumwangalia Jatoni kwa umakini kila sehemu ya mwili wake. Ni kama alikuwa anathaminisha maneno yake na kile ambacho kilikuwa kinaonekana. Una shilingi ngapi? Na milioni 10 hapa. Yesu, unajua mimi natakiwa kupozwa kwanza hapa. Kuna 500 yako hapa. Mimi nina shida na huo mzigo. Nielekeze naenda wapi, kisha njoo uchukue pesa yako. Yule bwana cheko likawa limeonekanika mbele yake. Alisi kupata pesa kirahisi, hivyo akawa ananyosha mkono wake mlango ambao alikuwa anatakiwa kuupitia. Wakati akiwa anaenda huko akiwa anaitafuta pesa yake,
Alinyosha mkono ili apewe, ila hata yeye mwenyewe hakuamini. Alishtuka tu, mkono ule umedakwa na kuvutwa kwa Jatoni. Alimpiga kiganja cha shingo na kumua kwa kisu chake. Alihakikisha anamshusha chini taratibu ili waliopo ndani wasije kashtukia kishindo cha aina yote ile. Alitembea taratibu mpaka kwenye ule mlango. Alisita mara ya kwanza, kisha mara ya pili akauvuta kwa nguvu ukafunguka. Alipoingia alitambua ya kwamba godown lilikuwa na kiza kinene ambacho hakikumpatia nafasi ya kuona jambo lote mbele yake. Ikamlazimu kutulia kimya, kwani alikuwa ametambua huenda kulikuwa kuna watu mle ndani na hatua yote ya mashaka ingelikuwa ni hatari kubwa kwake. Umeme uliwaka ghafla, tena zile taa kubwa. Mwanga ulimuumiza macho, hali ambayo ilisababisha akayaziba kwa muda. Kisha wakati akiwa anafumbua alitambua ndani kulikuwa kuna mtu mmoja tu tena ambaye alionekana kama alikuwa anamsubiria. Aligeuka nyuma kuangalia mlangoni. Hakukuwa na mtu wala dalili za ujio wa mtu mwingine. Aligeuka tena kule mbele ambapo baada ya kuangalia chini aliona kuna miili ya watu kadhaa ambao walikuwa wamelala pale huku akiwa anavuja damu. Alielewa ni yule bwana ambaye alikuwa ameuawa. Unaonekanika kama ulikuwa unanisubiria hapa niweze kufika. Ndio. Umeje kama nitakuwa hapa? Hilo ni swali la mtoto wa kiume kama yukuuliza. Wewe ni nani? Najua mitaa ambayo umepita lazima usingeweza kutembea na bastola, maana lazima ukaguliwe kwanza ndipo uelekezwe kwenda sehemu nyingine, na ndivyo ulivyofanikiwa kuweza kufika hapa muda huu. Na mimi sioni kama itakuwa ni busara kuweza kutumia silaha yangu yote ili kukuua Jatoni. Yatakuwa ni moja kati ya makosa makubwa sana kuyafanya kwenye sheria zangu za mauaji. Hii siri ya kama mimi nakuja huku anayejua mkurugenzi na rais tu pekee. Sasa wewe umejuaje mpaka uwae kuwaua hawa watu huku ndani ukiwa na uhakika kwamba mimi nitafika hapa? Hilo ni jambo ambalo ulikuwa unatakiwa kuumiza kichwa na sio kuniuliza mimi. Nina hakika mkurugenzi hawezi kuniuza wala kumuuza mwenzangu yeyote yule. Ni kweli anaonekanika anawapenda sana na yupo tayari kuwalinda kwa gharama zote zile ambazo zitakuja mbele yake. No. Usitaki kuniambia rais ndiye yupo nyuma hili. Kuna vitu kwenye maisha ni ngumu sana kuviamini Jatoni. Kuna mambo yanatokea ila mpaka unakufa hautaamini kama ni kweli yamewahi kutokea, ila hilo halitabadilisha uhalisia kwamba ni kweli yalitokea na yanaendelea kutokea. Wewe na wenzako mnatakiwa kuuawa wote ndani ya usiku huu wa leo kabla ya asubuhi. Kuuawa na nani? Kuna wenzangu 5 kama mimi ambao muda huu wapo wanawasubiria wenzako wajae kwenye 18 kama ulivyojaa hapa kwangu, kisha wauawe ili mpaka kesho asubuhi kuwe kuna taarifa za kuuawa kwenu. Mara ya kwanza Jatoni alijua yule bwana alikuwa anatania, ila kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda alikuwa anatambua kwamba hakuwa anatania, bali alikuwa anamaanisha kwa kila ambacho alikuwa anakisema. Ni rais ndiye ambaye yupo nyuma ya yote. Ndio. Why? Kwa sababu rais anataka kumwada Migo. Unamaanisha mume wa mkurugenzi? Ndio Jatoni. Na sisi ndio ambao tunatakiwa kufanya hiyo kazi. Bila shaka utakuwa umechanganyikiwa. Nimeua wauza madawa kulevya ili niweze kukupata wewe hapa. Yaani unahisi mimi nimeacha kulala na kuja kuua watu hawa hii sehemu ambayo nilijua kabisa kwamba lazima uje siku ya leo, maana ni eneo ambalo umepangiwa. Hayo unahisi kwamba nayafanya kwa sababu nimechanganyikiwa? Jatoni alitambua ule haukuwa utani. Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linatakiwa kupita na maisha yake na ya wenzake kweli kama bwana yule alivyokuwa amesema. Alitoa simu yake haraka ili atume ujumbe kwa wenzake waweze kuondoka maeneo ambayo walikuwepo haraka, kwani walikuwa wanaenda kuuawa. Kwa akili zako unahisi sehemu kama inaweza kufanyika makosa ya namna hiyo kweli Jatoni? Wewe ni mkuu kwenye kazi yako na unaelewa kabisa wakati na kuja hapa nilikuwa nimejiandaa vya kutosha, kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ambaye anatakiwa kuja kukupa msaada, na hao wenzako hakuna hata mmoja ambaye atakuwa na uwezo wa kuweza kuwasaidia kwa sasa hivi. Wakati anamalizia kuongea hayo alikuwa ametoa kifaa ambacho Jatoni alikuwa anakifahamu vizuri sana. Kilikuwa ni kifaa cha kuzima mawasiliano aina yote yale ya mtandao, hivyo simu yake kwa muda ule ilikuwa ni kama kopo tu. Aligeuka na kutaka kukimbia ile sehemu ili afike nje ambako angeenda kupata mtandao ili aweze kuwasiliana na wenzake. Kukimbia kwako na kunipa mgongo unanifanya nitumie bastola kukuua. Hata maafisa wenzako wakija kujua hilo watatambua kwamba wewe ni miongoni mwa watu waoga zaidi kuwahi kuishi kwenye hii dunia. Nadhani kama unataka kufa kwenye mchafuko mkubwa namna hiyo wa kuonekanika ulikuwa unakimbia uwanja wa vita, tena ukiwa unatakiwa kupambana na mtu mmoja tu. Kama kwa una dhamira ya kuwasaidia wenzako, jambo ambalo unapaswa kulifanya ni moja tu basi. Pambana na mimi. Kama ukifanikiwa kuniua basi utawahi kwenda kuwasiliana nao na ikiwezekanika kumpatia taarifa bosi wako kwamba rais amemsaliti na anapita mlango wa nyuma tofauti na makubaliano yao. Nina muda mrefu nafanya mazoezi ya hatari na sijapata mtu wa kuweza kunyosha naye mifupa.
Nadhani wewe unaweza kuwa ni mtu sahihi sana kwa mimi kuweza kumfanyia mazoezi Jaton. Ilikuwa ni dharau na ukweli. Aligeuka nyuma na kuanza kumrudia bwana yule kwa hatua zake nzito, huku uso wake ukiwa umejikunja. Kwa nini Rais anafanya yote haya? Kwa sababu anajua na anaelewa mapenzi ni kitovu kikubwa sana cha uzembe. Mapenzi yanahusika vipi kwenye hili? Bosi wake anapenda zaidi mapenzi kuliko kazi, na mume wake ndiye ambaye anaingia kuharibu kazi hii. Kwa Rais leo anataka kumuua mtu ambaye amefanya yeye aendelee kuwepo pale alipo kwa sababu tu anahisi mke wake hataweza kumdhibiti kwenye nyakati ambazo wamemfanya aishi kwenye maisha ambayo sio yake. Na pale anapojaribu kuishi kwenye maisha yake halisi anageuka kuwa ni mbaya. Shenzi huyu hastahili kabisa kuwepo Ikulu. Nina imani anafanya jambo ambalo halijui, na kama atafanikiwa kuishi mpaka mwisho wa haya basi hatakuwa tena pale Ikulu, vinginevyo lazima atakufa. Hizo kelele zipeleke kwa mama yako mzazi. Punguza kelele kama unahisi unaweza kulifanya hili, ni muda wako sasa kuweza kumsaidia. Yule bwana alimtaka Jaton ajitetee na kwenda kuwasaidia watu hao kama kweli alikuwa na uchungu, na kuliko kuendelea kupigana makelele, jambo ambalo hakuona kama lilikuwa na umuhimu wowote kwa muda ule. Jaton hasira zikampanda kwenye paji la uso wake, akajichola mstari ambao ulinyooka. Alijigeuza kwa sarakasi, akatua chini kwa kishindo kizito. Baada ya kutua alihesabu hatua 5 akawa amemfikia yule bwana. Mguu ulimkosa mwanaume yule, akatua kwenye ukuta ambapo ulimegua sehemu ndogo ya ukuta huo. Alijiviringisha na kugeukia tena alipokuwa. Ngumi 4 zilitosha kumfanikishia kuingiza ngumi yake moja kwenye kifua cha yule bwana ambaye alicheka kwa sauti akiwa anamfuata Jaton. Alirusha ngumi nyingine, yule bwana naye akarusha yake. Zilikutana katikati, Jaton akawa amekunja uso wake. Ilimuuma ile. Alitishia kama vile anaenda kwake, akarudi nyuma hatua kadhaa, akakutana na mguu mzito kwenye paja lake. Aliumba kidogo kwa nyuma, akaona kuna mguu unaenda kwenye uso wake. Alijivutia nyuma zaidi, akakutana nao kifuani. Alipigwa viganja vya kwenye masikio mpaka alihisi hawezi kusikia tena. Alijitikisa vizuri wakati ambao alikuwa anahisi kama kichwa chake kinawaka moto. Alirudi kwenye hali yake ya kawaida, huku akiwa anavuta visu kiunoni. Alijiona kutokuwa na uwezo wa kupambana na mtu aina hiyo, kwani alikuwa anatisha kweli kweli. Alihema kwa nguvu kubwa kama alikuwa anajiaga yeye mwenyewe. Alimfuata mwenyeji wake kwa nguvu akiwa anazungusha visu vyake. Ile hali ilimfanya bwana yule kuzunguka kwa kasi akiwa anakwepa visu vile mpaka alipokuwa amefika karibu na ukuta. Akageukia ukutani. Alipanda ukuta kwa hatua 2 kisha akajilusha kwa nyuma ambapo Jaton kisu chake kilikita ukutani. Aligeuka haraka nyuma yake ambako alijua yule bwana alikuwepo. Kugeuka kwake kulimfanya kupigwa na ngumi nzito kwenye bega lake ambalo mkono huo ndio uliokuwa na kisu. Kilidondokea upande wa pili. Alipotaka kumshambulia mwanaume huyo, kisu kingine kilizama kwenye bega lake la pili. Kilivutwa kikachomekwa kwenye kifua chake kisha kikachomolewa. Alibaki akiwa na hema kwa shida yule bwana wakati akiwa anatizama kile kisu. Alibaki akiwa na hema kwa shida yule bwana wakati akiwa anazamisha kile kisu. Alikuwa anakizungusha hivyo, kilikuwa kikikata maeneo mengi ndani ya mwili wa Jaton. Alijikaza na kwenda kwa yule bwana kwa nguvu kubwa sana, akitaka kumzoa ili aanguke naye chini, ila kwa bahati mbaya walipishana katikati. Kupishana kwao kulimfanya kubaki ameshika shingo yake, huku yule bwana akiwa amesimama nyuma yake. Akarudi tena mbele yake akiwa anasikitika kwa namna Jaton alivyokuwa anahesabu sekunde zake za kuishi baada ya shingo yake kutobolewa. Kwa uwezo wako kutakiwa hata kuwepo kwenye mazingira kama ya Jaton. Haya mambo yapo nje kabisa uwezo wako kabisa, kwa sababu hata mimi peke yangu ningekukuta wewe na wenzako wote 6 bado nilikuwa na uwezo kuwaua kwa muda mfupi tu. Ila tumegawana majukumu kwa ajili ya kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahihi na inafanyika kwa muda mfupi, na ndio maana umeona nimekuambia wenzako wote na wao wanauawa usiku. Inapofika kesho asubuhi hakuna hata mmoja wenu ambaye bado atakuwa haina. Haya ndio mnayopaswa kuyalipa kwa kurudi kwa hao watu, lakini sababu zaidi ya kufa kwenu ni Damigo. Kwa hiyo ndiye ambaye mnapaswa kumlaumu zaidi, na baada ya kesho anayefuatia hapa ni yeye. Hivyo hii sio personal ndugu yangu, bali kila mmoja wetu anajaribu kutimiza majukumu ambayo amepewa. Mwisho wa siku wote mtu ambaye tunafanya kwa ajili yake ni rais. Na kutakia mapumziko mema Jaton. Bwana yule alikuwa ameongea kama vile alikuwa rafiki yake, huku akiwa anampiga mgongoni. Aligeuka na kuanza kutoka mle ndani mdogo mdogo, Jaton akiwa anahangaika kujaribu kuongea lakini hakuwa na uwezo. Damu ilizidi kutoka kwa wingi shingoni kwake, na muda mfupi baadaye alianguka chini na kupoteza maisha. The irony.
Huyo alikuwa ni afisa usalama wa taifa ambaye alikuwa ni mmoja kati ya watu wazito ndani ya idara. Alikuwa ni mwanaume wa shoka, haswa hususani kwenye swala zima la mapigano. Ikawa sababu nzuri ya kumpatia jina hilo. Jina lake halisi alikuwa anaitwa Edward Ndezuma, mwanaume mmoja ambaye maisha yake yote aliamua kuyatoa kwa ajili ya taifa lake. Alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanafanya kazi kutukuka kila wakati ambapo walikuwa wanahitajika kulipambania taifa lao, na ndio sababu hasa ambayo ilimvutia mkurugenzi kumweka kwenye ule mkeka wa wale watu 6 ambao walikuwa na wahitaji waweze kufuatilia kurudi kwa Jamila na watu wake ambao walikuwa wanachinja watu mtaani na kusambaza dawa za kulevya. Yeye eneo lake la kazi alikuwa amepangiwa kwenye klabu moja kubwa katikati ya jiji. Eneo hilo lilidaiwa kuingizwa madawa mengi, hivyo iliaminika kuwa wahusika wangekuwa kwa hiyo sehemu, na yeye ndiye alikuwa anatakiwa kumpata mhusika hata mmoja tu kisha aondoke naye akiwa hai. Eneo ambalo alikuwepo lilikuwa na watu wengi, kulikuwa kuna wanawake wazuri wa kila aina kila pembe ya klabu hiyo wakiwa na kula raha. Alikuwa anazunguka mkono kwenye kinywa chake, alijifanya kama vile naye alikuwa yuko sehemu ya watu ambao walikuwa wanahitaji huduma ambao ilikuwa inaendelea sehemu hiyo. Kuna watu ambao walikuwa wanazunguka wakiwa na mifuko kadhaa walikijifanya kwamba wanapata burudani, ila kiuhalisia watu wale walikuwa wanasambaza dawa za kulevya kwa wateja ambao walikuwa wakizibeba na kuingia nazo mabafuni kujipatia raha ambazo waliamini ziliwafanya kuwa wanadamu wa tofauti na wengine. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kumpata mtu ambaye ndiye alikuwa anazo zile dawa. Hivyo alikuwa makini kufuatilia mizunguko ili akafanikiwa kujua zilikokuwa zinatokea wapi, na ndipo alipoona kwenye chumba kimoja watu kadhaa wakiingia na kutoka kwa muda mfupi. Alienda ile sehemu akawa amejifanya kama vile hakuwa na muda nayo mpaka wanaume kadhaa walipokuwa wametoka, na akajipenyeza na kufunga mlango. Kulikuwa kuna sebule ndogo ambayo ilikuwa wazi bila mtu yoyote, hivyo akaipita na kuingia upande wa pili ambako alisikia watu wakiwa wanaongea na kupeana maelekezo kadhaa. Aliingia kwa nguvu akiwa na bastola kwenye mkono wake. Aliua wanaume wawili ambao walimzunguka yule bwana aliyekuwa ameketi kwenye meza kama ndiye bosi wa ile operation ambayo ilikuwa inaendelea, kisha akamnyoshia bastola yule mwanaume. Nina imani haujui nini ambacho unakifanya. Weka bastola yako chini kisha uniambie wewe ni nani na unataka nini hapa. Alijibu the Iron akiwa anaiwasha sigara yake. Alihisi ni kijana tu mwenye njaa ambaye alikuwa amepotea eneo lile, hivyo aliamini kwamba anahitaji kumuibia. Hakujibiwa kitu chochote kile. Nisikilize kwa makini kijana. Haya mambo ambayo umeingilia hapa ni mambo makubwa kuliko hata rais wa hili taifa lako. Sijui ni nani ambaye kutuma hapa, ila nitahesabu mpaka 3 wewe umetoweka huko ndani. Nitasamee hawa vijana wangu ambao umewaua, ila kama nikihesabu na bado ukaendelea kuwepo hapa, maana yake ni kwamba utanikera, na ukinikela haitakuwa salama kwa upande wako wewe na familia yako kwa ujumla, na sina hakika kama kweli unahitaji sisi tufikishane huko. Alitazama saa yake ya mkononi akaanza kuhesabu 1, 2. Kabla hajamaliza kutaja 3, the Iron ambaye alikuwa ameingia pale ndiye alikuwa amemsaidia kumalizia 3, kisha akampiga risasi kwenye ubavu wake na kwenye paja. Mimi sio mtu ambaye nina muda wa kusikiliza ngonjera zako hapa. Namtafuta mtu ambaye anahusika na hii biashara huko ndani. Mimi ndio nahusika na hii biashara huko ndani. Najua wewe umewekwa hapa ili uweze kusambaza tu kwa hawa watu ambao wapo humu, ila hakuna mhusika ambaye anaweza kukaa hapa kufanya biashara kama hii. Nina uzoefu wa muda mrefu sana kwenye kazi yangu, hivyo najua nini ambacho kinafanyika. Kwa hiyo badala ya kuanza kupotezeana muda hapa na kuokoleana maumivu, ni vyema kabisa ukaweza kuniambia mapema juu ya nilichokuuliza. Ukitoka kwenye huu mlango, angalia karibu na ulipo mlango wa kutokea. Kuna mtu mmoja amevaa shati la draft kwenye meza ya karibu na ule mlango. Huyo ndiye ambaye amenipatia hii kazi. Ungejibu hili mapema ningekuacha hai, ila kukuchelewa kunijibu maana yake ni kwamba hukuwa tayari, hivyo lazima ufe. Hapa alipigwa risasi zote kwenye kichwa. The Iron alisonya baada ya kutambua alifanya kosa kubwa sana kutumia risasi zote kwa yule bwana, ila hakuwa na namna. Alitambua mikono yake ilikuwa ina maana kubwa zaidi hata ya zile risasi. Alitoka haraka ndani ya ile sehemu kwenda kuangalia kule ambako alikuwa ameelekezwa kuweza kumpata mtu wake. Wawili wale waligonganisha macho yao. Yule bwana alionekanika kuwa na hofu na wasiwasi ndani yake, hivyo alinyanyuka na kutoka kwenye ile meza yake. The Iron alijua yupo mbali, hivyo alikatiza juu ya meza na watu kelele zikawa zimezuka kwa wingi,
ila hakujali. Ndani ya sekunde kadhaa tu alikuwa yuko pale mlangoni ambapo alimuona yule bwana akiwa anaishia kwenye kona moja. Alimfuata kule ambako alikuwepo. Mitaa ile ilikuwa na watu kwa mida ile kwa kuwa maofisi yalikuwa yamefungwa na mtaani watu walikuwa wamelala. Bwana yule alikuwa anakimbia kwa kasi kubwa sana. Ila wakati alikuwa anakimbia na kasi ile, The Iron alikuwa ameshtuka na kusimama baada ya yule bwana kuingia kwenye kona moja, lakini ndani ya sekunde moja tu akarudishwa na kwenda kujibamiza kwenye kona kwa namna ambayo bila shaka ili uvunja uti wake wa mgongo. Lile halikuwa tukio la kawaida, lazima nyuma yake kulikuwa kuna mtu mwingine. Akiwa anaendelea kushangazwa na hali ile, kwa sekunde moja tu aliona kitu kilikuwa kinapita kwa kasi kubwa sana. Aligeuka ile sehemu ambako yule bwana alikuwa ukutani. Alishangaa kuona nondo nzito ikiwa imezamishwa kwenye kifua chake mpaka ikatoboa ukuta. Ndani ya sekunde kadhaa tu hakuwa hai. Yule mtu ambaye yeye alimfuata ili aweze kuondoka naye na iwe ni sehemu ya kuanzia kumtafuta Jamila alikuwa amekufa akiwa haelewi ni nani ambaye alimfuata muda ule. Anaona kivuli kinatokezea kwenye ile kona, akarudi nyuma hatua moja ili kujiweka sawa. Bwana mmoja ambaye alikuwa na mwili wake wa kawaida tu ambao ulikuwa umejikata kuonesha namna jinsi alivyokuwa ni mtu wa mazoezi makali zaidi, alijitokeza kwa mbele yake na kumsogelea karibu zaidi. The Iron ni jina zuri lipewa na The Iron, chuma. Ni jina zuri lipewa na una uhakika leo linaweza kukufanya ukapona kwenye mikono yangu. Unamtafuta nani kwani? Hapa tupo mimi na wewe tu. Sasa unamaanisha nini kuniuliza kwamba namtafuta nani hapa? Yule bwana alikuwa ameshangazwa na swali la hovyo kutoka kwa The Iron. Ndio maana nimekupata kirahisi. Kwa maana umenifuata ni mimi hapa, si ndio? Ndio. Kwa nini? Nimekuja hapa kwa ajili ya kukuua. Wewe ndio niwe mimi. Niamini mecho kicheko chako ungekihifadhi huko ambako unaenda, ili ukacheke na wale wapendwa wako ambao waliwahi kukutangulia wewe kufa. Ila kwa sababu umeamua kukimalizia hapa duniani, nadhani mimi sitakuwa na lawama yote ile kwa hapo baadaye, ila nitakupa sababu za kwa nini nataka kukuua, na nimejuaje kama upo hapa wakati ambao nitakuwa nakamilisha safari yako ya mwisho. Alitembea kwenye ukuta kwa nguvu kubwa akiwa anaitumia miguu yake na kumfikia The Iron ambaye bado alikuwa anajiuliza maswali kadhaa kuhusu namna jinsi ambavyo mambo yalikuwa yanawezekana muda ule. Alipewa dozi sahihi kabisa ambayo ilikaribia kumtegua shingo yake, ila hakuwa mnyonge hivyo. Jambo hilo lilimfanya kutabasamu baada ya kuikaza shingo yake, na ule mguu kamuumiza kwa mbali. Alisogea mbele akarusha ngumi 4 ambazo zilikutana na hewa. Aliruka sarakasi na kumfuata yule bwana ambaye alikuwa anajivutia ukutani. Ngumi 4 za The Iron zilitua kwenye ukuta. Alikutana na kivuli cha mtu mbele yake. Aligeuka kwa nyuma akakutana na yule bwana akiwa anamcheka. Hata yeye alikuwa ameshtushwa na uwezo wa yule bwana. Ni kama alikuwa anashindana na jini mbele yake mpaka akawa anajiona kama ni mzito kupita kiasi. Alitishwa shingoni na kwenye jicho akafumba macho yake, kosa ambalo lilikuwa limemgharimu kwa namna ngumu, kwani alipoyafumbua tena jicho moja halikuwa lake. Alitobolewa kwa kidole ambacho kilifanya jicho lake kutoboka katikati. The Iron kwa uwezo wake hakuwa naamini kama anaweza kupigika kirahisi namna hiyo. Alijikusanya akiwa anapiga makelele kwa sauti kubwa. Ngumi zake 4 zilimpata yule bwana ambapo naye alitoka damu mdomoni. The Iron hakuwa na cha kupoteza tena. Mkono wake wa kulia ulitua kwenye bega la yule bwana mpaka kwa namna ilivyokuwa mzito, ila hakuwa mzembe. Alizunguka na kulitoboa tumbo la The Iron kwa mkono wake, hadi ambayo ilifanya eneo hilo kuanza kuwasha kwa nguvu sana. Kila alipokuwa anajaribu kulikaza tumbo hilo likawa linamwaga damu nyingi, akajikuta akiwa anaanza kupoteza nguvu. Alijipeleka kwa sarakasi bwana yule akamuwai. Aliudaka mguu wake na kumuangusha chini ambapo alijizungusha kwa nguvu kubwa sana, akalivunja goti, alafu akafuatia na buti la uso. The Iron akamepoteza meno 4 na kwenda kujibanza kwenye kona baada ya mguu ule kumlazimisha yeye kuburuzika. Sikutegemea unaweza kuwa na uwezo wa namna hii. Jalikuwa anahitajika mazoezi kidogo tu kutoka kwako. Nina imani kwamba ungeweza kunisumbua usiku kuweza kukua wewe. Ile maneno yalimfanya The Iron kutaka kutoa simu yake mfukoni kuomba msaada kwa wenzake, ila bahati mbaya ilikuwa upande wake, kwani mwanaume yule alicheka na kumuonesha simu yake, jambo ambalo lilizidi kumshangaza. Alitambua kwamba wakati bwana yule akiwa anamvunja goti lake, alidondosha ile simu pale chini, alirusha chini na kuipasua. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kuja kukusaidia The Iron muda huu, kwa sababu hata wenzako wapo kuyapambania maisha yao na wote mnatakiwa muwe mmekufa kabla kufika asubuhi.
Kwa nini sisi tunatakiwa kuuawa? Kwa sababu mnaenda kuwa sababu ya kufanya mambo kwa magumu. Wewe ni mtu wa serikali. Wewe unaonaje yani? Ilikuwa ni makamu wa rais kwa mara ya kwanza ambaye alikuwa amesaliti taifa. Kwa sasa hivi nani? Nasikitika kukuambia ni rais wako ndiye ambaye anahitaji ile litokee. Hapana, rais ni mtu ambaye anahitaji kila kitu kiende sawa. Haileti maana yote ukiniambia yeye ndiye ambaye anahitaji hayo yote yaweze kutokea. Mimi na wenzangu tumetengenezwa na mkuu wa majeshi baada ya matatizo kutokea kwa miaka 4 ambayo imepita. Baada ya bosi kupewa nafasi ya kuwa kiongozi mkuu wa jeshi, alikuwa amejifunza kwa namna ngumu baada ya watu wenye uwezo mkubwa kwa nyakati zile kuhitaji kuibeba nchi kwa nguvu, na ndipo akaamua kututengeneza sisi 6 kwa ajili ya dharura kama hizi ili mambo yasije kwenda vibaya tena baadaye. Sasa kwa wakati huu wanahitaji Damigo aweze kuuawa, na hili linapaswa kuwa ni siri kubwa sana, kwani haitakiwi kujulikanika. Kama rais ndiye yupo nyuma ya jambo hili, maana anatambua Damigo akifa mke wake na lawama zote atazipeleka kwa Jamila. Hivyo atakuwa anashinda vita 2 kwa wakati mmoja. Je, bado naamini kwamba rais hausiki kwenye hili? Diana alikuwa amepewa ukweli wote wa mambo yote aliyokuwa anatakiwa kwenda. Alibaki amechoka. Wao hawakuwa wakilala kuhakikisha taifa lao linakuwa salama, alafu mwisho wa siku kiongozi mkuu wa nchi ndiye ambaye anaonekanika kuzirudisha nyuma harakati hizo. Ni una imani ya kwamba nyie hapo ndio ambao mnaweza kumua Damigo? Ndio, atakufa siku sio nyingi, ni swala la muda tu wa kuhesabika. Kicheko cha The Ani kilifanya aweze kupigwa risasi ya kwenye paji la uso, kisha bwana yule akaondoka ile sehemu kama hakuwahi kuwepo hapo kabla. Rehema Mgosi. Huyu hakuwa ametoka. Kazi yake ilitakiwa kuwa kesho yake, hivyo siku hiyo alikuwa nyumbani kwake, lakini alitakiwa kuwa tayari muda wote kama ingetokea wenzake wangehitaji msaada kutoka kwake. Rehema alikuwa na pombe mbele yake ambayo alikuwa anainywa taratibu kwa akiwa ameweka simu pembeni. Simu hiyo ndiyo ambayo aliamini kwamba ilitakiwa kumpatia taarifa za hao wenzake kama wangehitaji uwepo wake popote pale. Kukaa kwake pale muda mrefu usiku wa manane kulimfanya akachoka. Hali hiyo ilimfanya akahitaji kwenda kuoga kwanza, ambapo alirudi ndani ya dakika 10 baadaye akiwa amejifunika tu taulo bila kuvaa kitu chochote kile ndani. Aliporudi aliangalia simu yake na kugundua kwamba hakukuwa na taarifa yote ambayo ilikuwepo, hivyo kila kitu kilikuwa sawa. Alinyanyua glasi yake ya pombe na kuanza kuigida taratibu tena bila haraka yote ile. Alianza kuhisi mabadiliko muda mfupi baadaye. Mwili wake ulianza kupoteza nguvu, alianza kulainika kama kambale, hata kitu kidogo tu akawa anaona kama vile ni kizito kwake kiasi kwamba hata taulo lake aliona kama vile linamtinga kwenye mwili wake. Akaamua kulitoa. Alipomaliza kulitoa lile taulo ndipo alipogundua mle ndani kulikuwa na mtu mwingine. Bwana mmoja alitokea upande wa jikoni akiwa ameshika pande la kuku. Waga natamani na mimi ningelikuwa na maisha ya kawaida ambayo yangenifanya niwe na mke. Nina uhakika kila siku ningelikuwa napikiwa chakula kitamu kama hiki ambacho bila shaka waga na kula mara moja tu, maana mara nyingi nanunua vyakula vya hotelini ambavyo wengi wao hawawezi kupika kama wewe. Lakini mbali na hilo, kwa nini mtoto wa kike kama wewe unasahau kufunga mlango wako? Kwamba kwa sababu ni afisa usalama unahisi kila mtu anaogopa kuingia ndani kwako? Maelezo yule bwana ambaye alikuwa ameingia ndani kwake ndio alikuwa amemkumbusha kwamba hakuwa amefunga mlango wake. Ilikuwa ni kweli, kwa sababu muda ambao alikuwa anaingia alikuwa amepitiliza kuchukua pombe akiamini angerudi baadaye kuweza kufunga, lakini hakufanya hivyo, jambo ambalo lilimuingiza kwenye hatari kubwa. Rehema alijaribu kujinyanyua ili achukue lile taulo lake aweze kujifunika, ila nguvu hizo hakuwa nazo kwa wakati ule. Mwili ulikuwa unazidi kulainika na kuishiwa nguvu kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele, hivyo alijikuta akiwa mtupu bila nguo mbele ya mgeni, tena mwanaume ambaye hata yeye hakuwa anamfahamu. Umekuja hapa kuniua? Ndio, lakini na imani hata malaika hawatanisamehe kama nikikuua na kukuacha tu hivi hivi ukiwa kwenye hali kama hiyo. Unajua madhara hicho ambacho unaweza ukifanya? Ya hilo unatakiwa kuliwazia wewe hapo na sio mimi, kwa sababu kuna sheria moja ambayo binadamu waga mnasahau kuitumia. Hata ukienda ba ikitokea umeacha kinywaji wazi, ukatoka kidogo, ukirudi usije ukathubutu tena kukinywa kile kinywaji. Ila huenda wewe ulikuwa unajiamini kwa sababu upo nyumbani kwako. Nimekuwekea dawa ndani ya hiyo pombe kwa sababu sikutaka nikuue tu, bali nilikuwa nataka nikubaki ukiwa hauna nguvu, ila akili yako inafanya kazi. Nadhani jambo hilo litasaidia kuweza kukupatia kumbukumbu bora kwenye maisha yako. Yule bwana alikuwa anaongea ana
malizia kula yule kuku ambaye alikuwa amempata jikoni, huku mkono wake mmoja ukiwa unafungua mkanda wake. Ni kama alikuwa anatania, lakini kila neno ambalo alikuwa analitoa alikuwa anamaanisha. Nani kakutuma uje kuniua mtu kama mimi, na umejuaje ni wapi nitakuwepo wakati eneo hili ni la siri? Mpenzi, hata yazungumza nikiwa niko juu yako bana. Mbona unakuwa na haraka namna hii? Nataka nikufaidi kwanza ndipo tuongelee habari za mimi nawe kuuana. Alikuwa amemaliza kushusha suruali yake na nguo ya ndani. Mzigo wake ulikuwa mkubwa mno, hali ambayo ilimfanya Rehema kufumba macho yake, ila yeye hata hakujali. Alimsogelea mwanamke huyo na kumweka vizuri kwenye lile sofa refu, jambo ambalo limfanya Rehema akaanza kutoa machozi. Alikuwa analia kwa sababu alikuwa anafanyiwa kitu ambacho hakutaka na hakuwa na uwezo wa kuweza kujipambania kwenye zoezi lile. Rehema hakuwa naamini kama lile tukio lilikuwa linamtokea yeye wakati ule. Alikuwa anabakwa na hakuwa na uwezo wa kuweza kujisaidia kujitoa kwenye hali ile, kitu ambacho kilimpatia uchungu mkubwa. Ila nyakati ambazo alikuwepo kwa wakati ule hazikuwa rafiki. Yule bwana alifanya mambo yake mpaka alipoona ameridhika mwenyewe. Alisimama, dudu lake likiwa linabembea. Ningejisikia vibaya kama ningemalizana na wewe bila kukufaidi. Wewe ni moja kati ya wanawake watamu ambao mimi nimekutana nao kwenye maisha yangu. Ila kwa bahati mbaya unatakiwa kufa bibi. Nadhani uliniuliza kuhusu kufa kwenu. Jibu rahisi ni kwamba usiku wewe na wenzako wote ambao mlipewa kazi hii na mkurugenzi mnatakiwa kuuawa, na hii ni amri ya moja kwa moja kutoka kwa rais wako. Kiufupi ni kwamba rais ndiye ambaye anawaua nyie, sisi ni watekelezaji tu wa majukumu. Kwa nini afanye hivi? Alijibu kinyonge, huku akiwa ni kama mtu ambaye alikuwa amekata tamaa, huku akiwa anamtizama bwana huyo kwa huruma. Alijifunga suruali yake na kutoa bastola, kasogea sehemu ambayo Rehema alikuwepo. Ni ngumu kuweza kumzungumzia mwanasiasa na maamuzi yake. Hawa watu waga wanabadilika tu kulingana na maslahi. Maelezo yake anadai kwamba anailinda nchi, ila nadhani kuna maslahi yake anataka kuyalinda, ama kuna nguvu ya watu ambao hawahitaji anataka kuitoa kwa kuogopa kwamba inaweza kuwa tatizo kwake. Sisi ni sehemu ndogo ya taasisi, hatuna uwezo wa kuweza kuathiri maamuzi yote ya rais. Ni kweli. Ila mtu ambaye anatakiwa kuuawa ndiye ambaye anaweza kuathiri hatua za rais na mambo ambayo anataka kuyafanya. Mtu gani namzungumzia hapa? Damigo Ken Mgosi ndiye ambaye rais anahitaji kumuua? Ndio. Hapana, haiwezekani. Kwa nini unahisi hivyo? Rais anamuona huyo mtu kama shujaa wa taifa. Hawezi kutoa maamuzi yoyote ambayo anaweza kumwathiri huyo bwana kwa namna yote ile. Karibu kwenye siasa, Rehema. Huenda umekaa sehemu ambayo inakufanya unafanya kazi safi na kuhisi kwamba unalitumikia taifa lako. Ila sisi wengine ambao tumetengenezwa kwa ajili ya kuja kuua ndio ambao tunaelewa ni mambo gani waga yanatokea kwenye mazingira ya namna hii. Hata kama ingelikuwa kweli, sisi tunahusika vipi na hili? Damigo anapaswa kuuawa na mkurugenzi hatakiwi kujua kama serikali inahusika. Uwepo wenu mtaani utakuwa ni hatari kwenye kuvujisha taarifa hizi, na ndio maana nyie mnatakiwa kusafishwa kwanza, kisha baada ya hapo maamuzi mengine yataweza kutakiwa kufanyika kwa kisha siri na kuwa ni siri. Baada ya nyie kufa, Damigo ndiye ambaye anafuata. Na Jamila je? Rais anahitaji kuitumia karata ya kumua Damigo kama sehemu ya kukutana na Jamila ili naye auawe. Rais akutana na Jamila? Kiufupi ni sisi ambao tunapaswa kukutana na Jamila, sio rais, maana hata jua kama rais amehusika kwenye hili. Maelezo yalikuwa yameanza kuwa mengi ambayo hayakuwa rafiki. Alimpiga Rehema risasi ya kichwa, akamwacha vile vile akiwa uchi. Yeye akaishia zake. Msikilizaji, tuishie hapa katika sehemu hii ya 6 msimu wa pili. Ili sehemu ya 7 tutaenda kuwaona Henrik na Trida Kidayo. Wao ilikuwaje? Ni watu 6 wanatakiwa kuuawa na hapa tali watu 3 wamekwenda na maji. Kwa hiyo bado tuna watu 3 wengine nao pia wanatakiwa kwenda na maji, ili atakayefuata katika mchakato wa mauaji awe ni Damigo mwenyewe, Sterling katika sinema yetu. Naambiwa Sterling auawe, msikilizaji, kwa utucheki kati ya rais na Damigo, nani anakwenda kushinda hii vita? Na ushindi utatokea upande gani, na itakuwaje baada ya kushinda mmoja kati yao? Rais isije kifo kamrudia mwenyewe. Usikose kuwa nami katika sehemu inayofuata, msikilizaji, kwa ni sehemu ya 7. YouTube channel Simulizi Mix, WhatsApp unaweza kuipata sasa hivi sehemu ya 7 mpaka mwisho wa simulizi yetu kupitia 0677 062 012. Tukutane huko msikilizaji kwa burudani zaidi. Mpaka wakati huo, bye bye.